Msikilizaji, niseme tu ya kwamba nawapenda, ila sitaki kuonekana na upendo wa kinafiki kwenu. Najitahidi sana kwa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba furaha yenu inatimia, kwa kuhakikisha kwamba kwa siku mnapata simulizi. Of course ni kitu ambacho nakipenda sana na ninafarijika kuona kwamba kuna watu kupitia Lucas Lumbas wanaelimika, wanaburudika na wanapata furaha sana. Najisikia amani sana. Lakini naomba sana, mimi pia ni binadamu. Ninapohitaji hata siku moja tu ya kuweza kupumzika, basi naombeni tu muelewe. Siwezi nikakaa zaidi ya siku 2, siwezi. Au siku 3. Labda tu niwe na hali mbaya sana. Lakini ninapopata hata siku moja tu kupumzika, basi mnionee huruma, sawa? Napitia sana komenti zenu. Mimi mwenyewe ni binadamu, najisikia vibaya sana kuona comment ambazo negative ninapoamua kupumzika tu hata kwa siku moja. Si kwa ajili ya kupenda kupumzika. Natamani kuwepo hapa kila siku, lakini kuna muda mwili unakataa, sauti inagoma, kichwa kinapata changamoto. Kazi ya kusimulia sio kitu chepesi hata kidogo. Hata kidogo. Nadhani kwa wale tuliokuwa kwenye kampuni moja ya simulizi mnaelewa, tulikuwa simuliaji wengi sana. Lakini hapa leo hii nashukuru Mungu. Kwa hiyo tuoneane huruma jamani. Napata nafasi kupumzika mara moja, msilalamike sana. Nawapenda na nawajali sana. Bwana, sehemu hii tunaendelea kufahamu mengi zaidi. Ikiwa ni pamoja na Hamza. Kuna mtu alimwambia kwamba huko anakoenda, hicho kijiji anachoenda, kuna wachawi wanaweza akamroga, lakini Hamza hakutaka kuelewa. Sasa tuliona kwamba kuna kadada kamoja kali tokea kumfanyeje, kumpatia msaada Hamza. Umeelewa? Na huyo tena sio msaada, ni kama Hamza ndo alienda kumpa mdada huyo msaada, kumwepusha na wale waasi kumfanyia kitu kibaya. Na baadaye huyo mdada akamchukua akampeleka nyumbani anakokaa na babu yake. Wamemkarimu vizuri sana na wakamwambia kwamba kesho ikifika basi watampeleka kwa mwenyekiti ambaye anafahamu sehemu ambapo Hamza anataka kwenda. Sasa usiku wakati Hamza amechoka, ameshaelekezwa sehemu ya kwenda kuoga, yupo kwenye jacuzzi anaoga nini, alishangaa kuona yule binti anaingia ndani. Yule kaleka binti asambako kanakaa na huyo babu. Umeona? Ambaye yule binti anaitwa nani? Anaitwa Gendu. Basi yule binti alivyoingia alikuwa ameingia na kangamoko tu. Akaitoa na akaanza kumnani pale Hamza. Na baada yule binti, mimi na wewe msikilizaji tunashangaa na jitambulisha kwamba wewe, mimi ni Regina. Aya! Kivipi? Hapa sasa ndipo tunapoendelea. Ukute Hamza kashapumbazwa akili. Sasa je, yapi atakayoendelea? Langu jina ni Lucas Lumbas. Sasa Hamza alijiuliza Regina. Mara baada ya kusikia jina hilo, fikra za Hamza zilikuwa katika hali ya mpango. Yaani ni kama mvurugano hivi. Hakika mwanamke aliyekuwa mbele yake alikuwa na nyusi na macho kama nyota inayong'aa. Ngozi yake ilikuwa nyororo na rangi iliyokuwa kama ya mke wake kweli. Msikilizaji, wala ni yule Reji wa nafsi ya pili. Tuliambiwaga Reji ni mtu mbili. Kuna wakati nafsi fulani kimvaa Regina, basi anakuwa sio Reji tunemjua sisi, bosi wa kampuni. Kwa hiyo Hamza kuuliza kwamba mke wangu kuwa hapa kivipi? Hamza aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye hali ya kuchanganyikiwa. Msichana yule mikono yake iliishia tu kushika mashavu ya Hamza. Akashika pia lipsi zake na akazi nyanyua kuzigusanisha sana za kwake. Kisha kambusu. Yule msichana akasema kwamba nilikuwa na wasiwasi mwingi juu yako. Ndio maana nikashindwa kusubiri tu na kuja kukutafuta. Mume wangu, kwani umechoka sana? Afu kwa nini unikumbuki? Au ushaacha kunipenda? Hamza akasema sio hivyo, tatizo ni kwamba ni Hamza alikuwa haelewi, akajibia kwamba tatizo ni nini? Kwa nini unikumbatie mume wangu? Hamza masikioni ni kama alikuwa akisikia sauti ya Regina kweli. Na ilimfanya kunyoosha mkono wake kutaka kumshika mwanamke huyo. Lakini alishia hewani tu. Alijikuta akipepesa macho kwa nguvu, lakini kutokana na kwamba mwanamke huyo alikuwa ameaziba macho yake na kifua, ilimfanya sasa kutokumuona vizuri. Hamza akasema kwamba hapana, haiwezekani. Huwezi kuwa mke wangu Regina, wewe ni Gendu. Yule msichana alilalamika akasema Gendu ndio nani? Mume wangu, ushaanza kunisaliti na Gendu, si ndio? Hamza akasema hapana, Gendu ni Habi, nini kimekutokea wewe? Inamaanisha unipendi tena? Hapana, sio kweli, lakini imekuwaje ukawa hapa? Aliuliza Hamza ambaye fahamu zake zilikuwa zikija na kupotea, zinakuja na kupotea na kumfanya kupumua kwa nguvu.
Msichana huyo alitoa tabasamu la ukorofi. Mikono yake laini ilisogea na kuishika vyema shingo ya Hamza, na kisha kwa hali ya uchokozi aliushusha mkono huo taratibu kupitia kifua, tumboni mpaka chini kabisa ya maji. Hamza alijikuta akivuta hewa ya moto, huku mvuke wa maji na mkono uliokuwa ukimgusa ulifanya asisimkwe na mwili kwa kujihisi raha ya kuridhika. Basi msichana akasema kwamba swali gani hilo mume wangu? Mimi na wewe ni mwili mmoja. Moyo wako ulipo na wakwangu ndio ulipo. Sasa mimi nashindaje kujua, yani nashindwa vipi kujua kwamba uko hapa? Mara baada ya kuongea kauli hiyo, ulifuatia wimbo ambao ulikuwa wa kilugha zaidi. Na kadri alivyokuwa akiimba, hali ya mazingira ilizidi kubadilika. Mbele yake aliweza kumuona Regina katika uhalisia kabisa. Oh, mke wangu. Ghafla Hamza alijikuta akimkumbatia mwanamke huyo kwa nguvu, na kisha pale akaanza kubusiana naye. Mume wangu, jaribu kufanya kwa taratibu basi. Msichana huyo alishia kucheka tu, lakini kicheko chake kilifunikwa na maji kugongana na jakuzi hilo la mfinyanzi. Ni dakika chache mbele, maua yale yaliyokuwa yakielea juu ya maji yalijikusanya katika eneo ambalo maji yalionekana kuchanganyikana na damu na kutengeneza doa. Wakati hayo yakiendelea, mvua nayo haikuacha kunyesha, na ilinyesha karibu usiku wote. Basi bwana, ilikuwa ni asubuhi, na katika maeneo hayo ya misitu tajiri ni kusikia ni makelele tu ya wadudu na ndege wakiimba kuilaki siku nyingine. Kutokana na hali ya ubaridi ilimfanya Hamza kufumbua macho yake, na alijikuta akishangaa kwa kugundua alikuwa amelala usingizi mzito ambao ni mara chache sana kupata. Alilala usingizi ambao hata utashi wake wa kuhisi hatari pia na wenyewe ulilala. Lakini pia ni muda huu alijihisi usiku wa jana kuna kitu kigeni alikihisi. Katika kutumia akili yake, ni kama sasa matukio ya jana yalianza kutokeza moja baada ya nyingine katika hali ya kama ndoto. Alikumbuka akifanya mapenzi yaliyosababisha damu kuonekana juu ya maji. Alijikuta akijiuliza, yani kilichotokea jana, mwanamke aliyefanya naye ndio Gendu ama? Hamza kuhisi hivyo, alijikuta kwa kurupuka akiinuka na kukaa kitako juu ya kitanda. Lakini kitendo cha kuinuka, alihisi mtu akidondoka kutoka juu ya kitanda. Ni msichana aliyedondoka kutokana na kulalia shuka ambalo Hamza alikuwa amejifunika, na alishia kupiga ukelele huku akiinua kichwa chake na kumwangalia Hamza, akisema kwamba hey, mbona mkorofi hivyo jamani, wewe bado unahisi maumivu ya chini, mwanaume gani huna hata huruma? Hamza kusikia hivyo, yeru, alijikuta kibunga. Na muda huo ndio alikuwa akimuona msichana huyo ambaye nywele zake zilikuwa zimejiachia na kuziba uso wake. Kutokana na sura yake ya kirembo, alikuwa ni kama ua linaloanza kuchanua. Basi bwana, Hamza pale pale alikumbuka jinsi Gendu alivyoingia bafuni na kutaka kuoga naye, na hata kutaja jina la Regina. Ni kama sasa alikumbuka kila kitu kilichotokea. Hamza haraka alisimama, kisha akazitafuta pale nguo zake na kuzivaa. Katika hali ya serious, akauliza kwamba wewe ni nani hasa? Na ni dawa gani uliniwekea jana? Na kwa nini ukaigiza kuwa ni mke wangu? Msichana Gendu aliyekuwa na uso kupendeza aliishia tu kuonyesha hali ya dharau usoni, huku akisimama na kuchukua blanketi na kustiri mwili wake. Kisha alitembea na kusimama katikati ya chumba hicho. Mwanaume unachikiza wewe, yani unaboa, unakera. Yani tumelala wote na kufanya, lakini asubuhi tunaanza kusukumana chini ya kitanda, alafu kisha unaanza kuuliza maswali ya kuchosha tu, aliongea msichana huyo. Upande wa Hamza alikuwa na hakika kabisa uwezo wake wa akili uliingiwa na kitu jana usiku. Sio hivyo tu, ilionekana mwanamke huyo alikuwa akimjua mke wake Regina. Hivyo ni kama kila kitu kilichofanyika kiliandaliwa mapema. Hamza pale pale aliona kabisa alikuwa ameingia cha kike. Ni muda huo alihisi pia kuna kitu kimebadilika kwenye mwili wake, lakini bado hakuwa akielewa nini kimebadilika. Hamza mara baada ya kufunga mkanda vizuri na shati lake, mara moja alimsogelea msichana huyo aliyekuwa uchi na kisha kumshika kwa nguvu. Hamza akasema kwamba nijibu swali langu, wewe ni nani na nini kinaendelea? Aliongea Hamza akiwa na muonekano wa tahadhari. Mwanamke yule mrembo alishia kubetua nywele zake zilizokuwa zikimwagika kama mporomoko wa maji,
na kwa mapozi yake tu aliyokuwa akionyesha yalitosha kumroga mwanaume yoyote mwenye nguvu za kiume. Your Majesty, the man lord of hell, no matter what, I just gave you my virginity last night. Can't you be a little more gentle with me? Huyo aliongea kwa Kiingereza safi, Kiingereza kilichojaa lafudhi nzuri ya kuonyesha hakuwa yule Gendu jana, hasa baada ya kumtambua kama Lucifer. Hamza macho alimtoka, fahamu zake zilikumbuka matukio ya jana, na pale pale aligundua alichofanya na msichana huyo alimchukulia kuwa Regina. Swala hilo hakuliona jepesi hata kidogo. Kubwa zaidi, mwanamke huyo hakuwa na nguo yoyote mwilini mwake. Mng'ao na mpangilio wa mwili wake ungemfanya mwanaume yeyote kuhisi kiukali. Hamza akiwa katika hali ya kumwangalia msichana mrembo mbele yake ambaye alimpata ama aliamua binti aliamua kumpatia bikra yake, alijikuta akiwa mpole bila kupenda. Hamza akajikuta akisema damn it. Hamza alijikuta akiweka mikono yake usoni kama vile uso wake una uchafu. Alikuja kutambua kwamba kitu alichofanya Kafika eneo hilo kwa ajili ya kujua tu namna ya kumponya Dina. Lakini muda huo alijikuta ameingia kwenye mikono ya mwanamke asiyemjua na kumtoa usichana wake. Swala hilo lilikuwa la kutia ukichaa. Mwanamke yule alimwangalia Hamza namna alivyo na alihisi ilikuwa ikivutia mno. Wakati akivaa mavazi yale, alijikuta akicheka huko akisema kwamba kuna haja gani ya kujutia wakati ulionekana wazi kuipenda jana usiku, Kidogo tu nivunje mifupa. Yaani hujui kuonyesha huruma kwa mwanamke kabisa. Yese, ni kwa sababu nilihisi wewe ni mke wangu. Kwa hiyo unasema mimi ni mbaya kuliko mke wako. Na ili kuwa karibu yako lazima niigize kuwa Regina, si ndio? Wewe. Hamza alitaka kujibu ndio, lakini mwanamke aliyekuwa mbele yake alikuwa ni mzuri mno. Mimi ni mimi. Usidhani sijaona picha huyo mkeo Regina alivyo. Na hajanizidi hivyo kwa uzuri. Kwanza mimi na miaka 18. Hivyo umri wangu unanipa faida kubwa ya kumzidi yeye. Aliongea kwa kujiamini. Muda huo alikuwa amebadilisha mavazi ya tofauti kabisa ambayo yalionekana kuwa ya kifasheni zaidi. Kwa ufupi, alikuwa ni msichana wa tofauti sana na wajana. Muda huo sasa mavazi yake ya kujiachia alimfanya aonekane kama malaika wa milimani. Hakujali macho ya Hamza, na kwa maringo kabisa alizishika nywele zake, akazizungusha kimapose na kisha kuzibana na pini. Muda huo alionyesha ni kama mwanamke aliyekuwa amevuka mpaka kati ya utoto na ujana na kumfanya kuvutia zaidi. Muda ule akiwa na tabasamu pana usoni, alianza kujizungusha mbele ya Hamza. Kutokana na gauni lake lililofika miguuni kujiachia, lilifanya kupeperushwa na upepo. Basi huko kirembwa kabisa kauliza kwamba mpenzi, mimi ni mrembo? Hamza alishia tu kuongea maneno mawili akasema upo kawaida. Binti akasema wewe ni mwongo. Basi ile Hamza anataka kujua kuhusu ndani na nje ya juu ya swala hilo, ni pale pale aligundua kutokea upande wa kaskazini mwa walipo kulikuwa na kundi la watu waliokuwa likisogea upande wao. Hamza aligundua kwa sababu karibu watu hao wote walionekana kuwa na nguvu za nishati. Kabla hata hajafikia mlango kutoka nje, mara alisikia sauti kubwa kutoka nje ikisema ya kwamba Genduleza, mwana wa Bruno, toka nje mara moja na uniambie inakuaje mimi mkwea chui si wa thamani kwako, nahitaji maelezo ya kina. Msichana huyo akasema ya kwamba wewe ni mjinga sana, umenitafuta kwa kuchelewa. Anaongea msichana. Upande wa Hamza mara baada ya kusikia jina la Genduleza Bruno, pale pale alikumbuka jina la Rafael Bruno. Sasa Hamza akasema ya kwamba what? Genduleza Bruno? Una ndugu na Rafael Bruno? Aliuliza Hamza kwa kushangaa. Akajibiwa kwamba yes, ni mdogo wangu. Nini? Hamza alijikuta kishangaa na kujiuliza inamaanisha alikuwa amemuua kaka yake. Lakini binti akasema kwamba usijali kuhusu hilo, ni mdogo wangu kutoka kwa wazazi wangu walioniasili. Sina ndugu wote wa damu naye. Ni takataka tu aliyekimbilia Tanzania na kukaa na asili yake. Basi mara baada ya Genduleza kuongea hivyo, pale pale alihakikisha alikuwa sawa mwilini na kutoka nje ya chumba hicho. Hamza alijiuliza, wazazi wako asili? Ni kweli msichana huyu alikuwa amelelewa na wazazi wa kufikia? Hamza alijiuliza huko kwa wakati mmoja akiwa haamini kama story aliyosikia kutoka kwake ilikuwa ya kweli, ukijumlisha na namna ambavyo alifanya jana. Hamza pale pale aliona hapaswi kuweka chini majeshi yake.
Hakuona kabisa msichana huyo kuwa wa kawaida tu anayepatikana milimani. Hivyo pale pale na yeye alizipiga hatua kumfuata nje. Mara baada ya kutoka kwenye nyumba hiyo ya miti, nje waliweza kukutana na wanaume zaidi ya 10 wakiwa wamesimama kando ya mlango wa kuingilia. Baadhi yao walikuwa wamevalia ngozi za wanyama mwilini kama makoti. Baadhi yao pia walikuwa wameshikilia visu kama jambia mikononi mwao, na kuna wengine pia walikuwa wameshikilia upinde kwa kuivaa mabegani. Kwa ufupi, walionekana kuwa katika muonekano wa kitamaduni zaidi, lakini pia wote walikuwa na mafunzo nishati. Kuna waliokuwa katika daraja la mwanzo kabisa, yani nusu mzunguko, na kuna ambao walikuwa katika level ya ukamilifu wa mwili. Kiongozi wa kundi hilo la watu alikuwa na urefu wa kama mita 2 hivi. Alikuwa ni tolu, mwenye mwili wa miraba 4 na mweusi. Alikuwa amevalia ushanga mkubwa shingoni ambao wote ulikuwa umetengenezwa na meno ya mnyama. Mkononi pia alikuwa ameshikilia mundu au upanga uliokuwa umedariziwa na madini ya dhahabu na fedha. Akiwa mbele ya bwana huyo, Genduleza alionekana kuwa mdogo mno, lakini bado hakupoteza hali yake ya kujiamini. Basi kaambiwa kwamba, Mkoya Chui, unapiga makelele ya nini asubuhi yote hii? Unathubutu kuingilia mambo yangu? Ingawa muonekano wa Gendu haukufanana na ule aliokuwa nao jana wakati anakutana na Hamza, lakini muonekano wake huu mpya ulikuwa wa kirembo zaidi na zaidi. Hakuonekana kama msichana mjinga ambaye anaweza kuonewa, bali muda huo alionyesha uwanamke wake. Alikuwa ni kama mwanamke mwenye mamlaka kimalkia. Mkoya Chui mara baada ya kumwona Hamza akitoka kwenye chumba alichotokea Genduleza, aliinua mundu yake na kumnyoshia Hamza, kisha akasema kwamba huyu mvulana mrembo ndiye uliompatia mwili wako. Basi mvulana mrembo. Hamza kusikia hivyo alijikuta akiangalia kulia na kushoto kwake, lakini hakuona mtu mwingine zaidi yake. Alijikuta akishindwa kujizuia. Akajinyoshia kidole mwenyewe na kuuliza kwamba, yani unaongea kuhusu mimi ama? Gendo akasema kwamba ujinga. Unadhani unajiongelesha mwenyewe ama? Aliongea Gendo huku akimshusha na kumpandisha Hamza. Hamza alijikuta akishindwa kujizuia na kutoa kicheko cha juu, akijembea kwamba yani nimeitwa mvulana mrembo leo. Basi Mkoya Chui akasema kwamba, yani unathubutu kucheka? Jamaa alijikuta ikasirika mara baada ya kuona Hamza anacheka, ni kama ni kumdhalilisha vile. Jamaa akasema kwamba umemuiba mwanamke wangu, alafu unathubutu kunicheka? Siwezi kukuacha ukiondoka, nitakuua. Mara baada ya kuongea vile, pale pale alishaweka upanga wake sawa, huku akiunguruma kama chui. Wakati huo yani ni kama aliibua nguvu zake za nishati. Nguvu hizo zilikuwa na msisimko ambao Hamza hakuwahi kuuhisi hapo kabla. Lakini Hamza mara baada ya bwana ule kumsogelea, na yeye alifyatua teke lililoenda kumvaa bwana huyo kwenye eneo la tumbo. Lilikuwa teke jepesi, lakini lilimfyatua Mkoya Chui na kwenda kujigonga kwenye nyumba ile ya mianzi. Kutokana sasa na uzito wake, aliweza kuvunja upande wa nyumba ile, lakini bado hakuonyesha kuumia hata kidogo. Mkoya Chui aliishia kusimama kwa kutingisha mwili wake, huku sasa kimwangalia Hamza kwa mshangao mkubwa. Watu wake pia walionekana kushangaa. Sasa upande wa Genduleza alionekana kutokushangaa, na badala yake alicheka akasema kwamba mjinga sana wewe, ushapata maelezo kwa nini nimechagua yeye na sio wewe? Je, una nguvu kumzidi? Jamaa akasema hapana, haiwezekani. Hata mtu mwenyewe hana hata nishati yoyote mwilini mwake, na kwa nini awe na nguvu kubwa hivi? Basi Mkoya Chui pale pale alijihisi kuna kitu hakipo kawaida. Alijiuliza imekuwaje leo akakutana na mtu mwenye nguvu kumzidi. Unajua Hamza yeye unajua kwa sababu Hamza alikuwa kuna mambo mengi bado alikuwa haelewi, kwa hiyo hakutaka kumuua bwana huyo. Na pale pale akauliza kwamba kwa nini unasema ni mwanamke wako? Yeye ni nani na wewe ni nani? Basi Mkoya Chui alijikuta kibunga. Na kisha na yeye akauliza kwamba inamaanisha hujui chochote? Hamza akasema hivi inaonekana nakudanganya ama? Aliongea Hamza huku akitingisha kichwa chake akionyesha hali ya kuchanganyikiwa. Mkoya Chui aliishia kung'ata meno yake kwa nguvu, na kisha akasema kwamba kwa hiyo Genduleza akakudanganya? Mvulana umeingia cha kike aise. Umeshaingia kwenye uchawi wa usinga. Tena umeingia uchawi wa usinga patanifu. Na kama ufahamu huyu ni jini wa kike. Kwa hiyo kwa ufupi tu naweza nikasema kwamba umeingia kwenye uchawi wa usinga patanifu na huyu jini wa kike. Usinga patanifu?
Hamza alijikuta katika hali ya kushangaa. Akasema usinga, yani uchawi wa usinga wa upatanifu ni nini? Akajibiwa kwamba huyu ndiye mwanamwasi ya Bule, mtarajiwa wa dhehebu la Bikira Takatifu, mwanamke muovu kama nini. Aliongea kichanganya na Kilingala, akimaanisha kwamba huyo ni Holy Maiden au mwanamwali mtakatifu ambaye anatarajia kurithi ama kujifunza kumiliki nguvu za cheo hicho. Sasa ile mdada akasema kwamba Mkoya Chui, isije kao unataka nimwambie mwanamwali mkuu kwamba unataka usinga wa moyo kupandwa kwenye kijiji chako. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akishindwa kujizuia kushangaa. Kulingana na maelezo aliyoyapata kwa watu wa jicho la anga, Holy Maiden ndiye mkuu wa jamii yote ya watu wa Bikira Takatifu. Hivyo Hamza alijiuliza, inamaanisha mtu aliyekuwa akimtafuta ndiye huyo Genduleza ambaye anajiandaa kurithi cheo hicho? Yaani kwa maneno mengine, mpaka kufikia hatua hiyo Hamza aliona kabisa watu wa Bikira Takatifu walikuwa wakifahamu ujio wake hapo. Ndio maana wakapanga matukio hayo yote. Sasa Mkoya Chui akasema ya kwamba ndani ya kijiji chetu, nani asiyejua wewe Genduleza ni nyoka namba 1. Mwasi mtakatifu yoyote wa Bikira Takatifu hana tofauti na nyoka wa kike. Yule mrembo Genduleza akasema ya kwamba nadhani wewe umechoka kuishi. Yaani unathubutu kuniongelea hivyo mimi? Mkoya Chui naye kwa kubweka akasema ya kwamba sisi wanaume wote wa ukoo wa Chui hatuwezi kuvumilia hizi dharau. Kutoa usinga wa agano kwa huyu mvulana mrembo si ni tusi kubwa kwetu. Na siwezi kukuacha hivi hivi. Basi ni muda ule Hamza alikuwa amekwisha kusogea na kumshika shingo Mkoya Chui. Na kama vile bwana huyo alikuwa karatasi, alimsukuma na kwenda moja kwa moja kujigonga kwenye shina la mti. Hamza akasema kwamba mvulana mrembo, ushawahi kuona mvulana mrembo anayejua kupigana? Aliongea Hamza huku akigeuza sura yake na kumwangalia Genduleza. Anaongea nini kuhusu usinga wa agano? Darling, unafurahisha mno. Nimetokea kukupenda mno. Hakika wewe ni chaguo sahihi. Nani chaguo sahihi? Nakuuliza nini maana usinga wa agano? Kwa hiyo unakuwa mkali hivyo? Unaniogopesha mwenzio Mara baada ya kuona mwanamke huyo hana nia ya kuongea, Hamza aliona afanye jambo. Pale alipiga hatua na kutaka kushika shingo yake. Aliona hana jinsi zaidi ya kutumia nguvu kudili na msichana huyo aliyebatizwa jina la nyoka wa kike. Lakini sasa ile Hamza anataka kumshambulia msichana huyo, mara alijikuta akihisi maumivu makali mno ya kuchoma kwenye ubongo wake. Hamza alijikuta akishika kichwa chake kwa mikono yote. Alikuwa akijihisi ni kama vile kichwa chake kinakwenda kulipuka. Yalikuwa ni maumivu makali kiasi kwamba ni kama mwili wake wote ulianza kumtetemeka. Genduleza kuona hivyo alishia kutoa kicheko huku akiwa na muonekano uliojaa mzaha. Akasema kwamba unataka kujua usinga wa agano ni nini? Nadhani tayari umekusha kujua. Vipi, unajisikiaje sasa? Hamza mara baada ya kuacha kuwazia kumshambulia msichana huyo, ni pale maumivu yake ya kichwa yakaacha. Genduleza huku akicheka akasema kwamba umekwisha kujua Mimi tayari ni mwenza wako ambaye tumefungwa na agano pamoja. Unawezaje kunishambulia? Siku nyingine usio mjinga, ukijaribu kunishambulia kichwa chako kitauma mpaka utajihisi kichaa. Nakuonea sana huruma. Nakuonea sana huruma. Hamza alijikuta akifikiria kidogo na kisha pale akuuliza kwamba kwa hiyo umetega uchawi wako kwenye ubongo wangu, si ndio? Msikilizaji, Hamza hakuwahi kusikia kama kuna uchawi wala sumu ambayo inaweza kuathiri ubongo moja kwa moja, kwa sababu asilimia kubwa ya sumu za kichawi zinategemea damu kuweza kuishi. Sasa alijikuta akijiambia, inaonekana uchawi wa watu hao ulikuwa na kipekee. Hamza mara baada ya kufikiria kwa makini, aliona pengine ndio maana sumu hiyo ya kichawi kuishi kwake ubongoni ndio maana mwili wake haujashindana nayo. Bila shaka si kwamba hakuna sumu inayoshindwa kumuua Hamza, lakini asilimia kubwa za sumu ambazo chanzo chake ni uchawi, Hamza alikuwa na kinga nazo. Una haja ya kutoa maelezo. Usinga wa agano si kama sumu. Hata kama Lucifer mwili wako una kinga na sumu, bado ni bure. Unadhani ni kitu ambacho unaweza kukipata kwa njia ya chakula tu? Hiki ni kitu ambacho kila kiungo chako cha mwili kiliridhia, ndio maana nikafanikiwa. Hamza kusikia maelezo yale alijikuta kibunga
Na pale pale alijiuliza isije ikawa sababu ya kudanganya yeye kuwa Regina ni kwa sababu ya kumfanya kupokea uchawi wake si kimwili tu lakini na kiakili pia. Kwa hiyo ulifanya makusudi kuniwekea zile dawa zako za kiuchawi usiku ili nishindwe kujizuia na kisha kuona maliwaliwe, si ndio? Umekosea sana. Zile hazikuwa dawa za kichawi, kwa sababu najua wataalamu wa aina yako mara nyingi ni rahisi kugundua dawa yenye sumu. Hivyo nilichokupatia ni dawa za kawaida tu za mitishamba kwa ajili ya kuongeza nguvu za hisia zako. Mwili hauna tabia kukataa virutubisho, ni kwamba tu ubongo wako mara baada ya kupata virutubisho ulichachamaa na kufanya tamaa zako kuwa juu. Hamza kusikia hivyo alijikuta akivuta pumzi ya baridi. Aliona msichana huyo alikuwa ameifanya kazi yake vizuri, hatua kwa hatua na kwa mahesabu makali. Hata hivyo, Hamza kwa kuona usinga huo kuwa kwenye ubongo wake, alikumbuka ingawa alikuwa na uwezo wa kukataa sumu kwa kuamsha nguvu zake za asili ya damu, bado hakuwa ameboboya katika nguvu hizo. Basi mdada akacheka akasema, nakushauri usije kujaribu kuutoa. Kwenye ulimwengu huu ni mwanamke pekee aliyekuingizia huo usinga ndiye mwenye uwezo wa kuutoa na si mwingine yote. Kama unataka kutumia nguvu zako za nje, mfano nishati za mbingu na ardhi, kitendo cha kufanya hivyo, usinga utahamasika na kupelekea kichwa chako kupasuka. Basi wakati akiongea hivyo, Genuleza alitoa ishara kupitia mikono yake ya kichwa kupasuka. Akasema kwamba vipi, unataka kuona kichwa chako kikipasuka? Hamza alijikuta tu akikunja sura. Ukweli ni kwamba hakujua kama mwanamke huyo alikuwa akiongea ukweli ama alikuwa akidanganya, lakini kama ni kweli kuna hatari ya kupasuka, asingejaribu tu kwa kurupuka. Mwanzoni aliwazia kujaribu kutumia uwezo wa nguvu ya damu ya simba kuondoa uchawi huo, lakini kwa alivyoona muda huo ni hatari kubwa, basi Mkwea Chui akasema kwamba usimsikilize huyo mchawi, sio kweli kama ni yeye tu anayeweza kuondoa huo usinga. Aliongea hivyo ambaye alikuwa akichechemea, akijaribu sasa kusimama kwa kutumia upanga wake kama nyenzo, na kisha pale pale akaendelea kwa kusema kwamba kuna njia nyingine ya ziada ya kuondoa huo usinga. Kama mwanamke aliyekuingizia huo usinga akifa, basi na usinga wenyewe unakufa. Ingawa umeshakuwa mwenza wake na kufungamanishwa na damu ya bikra, hivyo inakuwa ni ngumu kwako kumshambulia, lakini haimaanishi watu wengine hawawezi kufanya hivyo. Basi mara baada ya kusikia hivyo, ghafla Hamza aliweza kuelewa jambo. Aliona ni kweli, kama mtu mwingine anaweza kumuua Genduleza, basi isingekuwa na madhara kwake. Hamza mara baada ya kufikiria wazo hilo, aliishia kusaga meno yake huku akitingisha kichwa chake kama vile anatamani kidondoke. Genduleza akasema kwamba wewe mwanaume wewe, inamaanisha upo tayari kuona watu wengine wakinidhuru, si ndio? Hautovunjika moyo kwa jambo hilo? Afistoshe, mimi ni mwanamke mrembo na nikiwa wako sidhani kama litakuwa jambo baya kwako. Aliongea Genduleza mara baada ya kuona Hamza akihisi maumivu ya kichwa kwa kufikiria pendekezo la Mkwea Chui. Hajikuta akishindwa kujizuia na kuhisi hasira sana. Sasa Mkwea naye akasema kwamba usimsikilize huyo mwanamke mchawi. Mwanaume yeyote atakayepokea usinga hawezi kuepuka mwisho wake kwa nafsi yake kumezwa. Huyo anakuchukulia tu kama panakea vile. Akishaweza kupokea cheo cha umwasi atakuua. Ni kawaida yao kabla ya kupokea cheo hicho wanapaswa kuingia katika gano la usinga na mwanaume yeyote ili baadaye kumuua na kurudisha kwake, na mizimu kumpatia ruhusa ya kupokea nguvu zote za cheo chake. Sababu ya kukuchagua wewe ni kwa sababu una nguvu, na kadri unavyokuwa na nguvu ndivyo akishakuua na kukurudisha usinga wake kwake ndivyo atakavyokuwa na nguvu kubwa zaidi. Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo kwa Mkwea Chui, alijikuta akihisi ubaridi ukimpitia mgongoni. Alijiuliza, aya, hivi kumbe kuna imani za namna hiyo? Msikilizaji, kwa kurahisisha ni kwamba ili msichana anayetamani kurithi cheo cha umwanamwali mtakatifu, kwanza kabisa anapaswa kupoteza usichana wake kwa mwanaume anayemchagua. Na wakati wa tendo hilo linafanyika, humuingizia usinga ili baadaye kuulea, na kisha baada ya hapo humuua na kuurudisha. Hiyo ndio namna ya mizimu hutunza bikra mwanamke, au ndio namna ya wanawake hao huendelea kuishi na bikra zao hata baada ya kufanya mapenzi kwa wakati mmoja.
Wao wanaamini kitendo cha bikra kutolewa ni ibada ambayo damu kama ishara ya bikra hugeuzwa kutoka kuwa damu na kuwa usinga. Kwa lugha nyepesi, pasipo kurudisha usinga huo kwa kumuua mwanamume huyo, mwanamke anakuwa amepoteza bikra yake. Hamza mara baada ya kufikiri na kutafakari juu ya jambo hilo, alihisi kuna kitu hakipo sawa. Na kisha pale akuuliza kwamba sasa kama baada ya kupokea huu usinga unakwenda kuuliwa, kwa nini wewe ulikuwa ukiutaka? Hamza aliuliza hivyo. Mkoyachui akasema ya kwamba mwanamume yote ambaye atapokea usinga kwa ajili ya kumtia wakifu mwanamwali mtakatifu ni zaidi ya heshima ambayo mwanamume anaweza kuwa nayo. Aliongea Mkoyachui akiwa na muonekano usioelezeka usoni. Hamza alijikuta akikosa usemi na kujiambia watu hao walikuwa vichaa. Yaani hata kuuliwa ni swala la kujivunia. Sasa Genduleza akasema ya kwamba wewe ni mjinga. Kuongea hayo maneno ni kama ni hutaki kuendelea kuishi. Mkoyachui alicheka akasema, ili tu kupokea usinga nimejifua kimazoezi sana. Nimepigana na watu wengi na kushinda mpaka sasa. Lakini ukaamua kunipotezea na kwenda kutafuta mtu wa nje na kumkabidhi bikra yako. Mimi Mkoyachui nipo tayari kuua kuliko kukubali kudhalilishwa. Na leo nakwenda kufa pamoja na wewe. Basi wakati akiongea hayo, alinua upanga wake juu, akakusanya nishati zake zote na kisha akamwambia Hamza kwamba mvulana mrembo, vumilia hayo maumivu, nikishamuua huyu jini wa kike utakuwa huru. Basi Hamza mara baada ya kufikiria na kuridhia juu ya Mkoyachui kumuua Genduleza, alizidi kuhisi maumivu makali ya kichwa. Aliishia tu kuuliza kwamba una uhakika akishakufa nitakuwa huru? Akijibiwa kwamba usio na wasiwasi, usinga wa agano huishi ikiwa wenza wote wapo hai. Akishakufa huwezi kusikia maumivu tena. Basi mara baada ya Mkoyachui kumaliza kuongea, pale alimwangalia mrembo Genduleza kwa macho makali na kisha alianza kumsogelea kwa kasi huku upanga wake ukitangulia mbele. Genduleza hakuwa na nishati zozote mwilini na alionekana kama msichana wa kawaida. Hiyo ni hali ambayo Hamza aligundua kutoka kwake jana, la sivyo isingekuwa rahisi kuingia mtegoni. Mara baada ya kuona Mkoyachui akimsogelea, Genduleza kuonekana kusogea kabisa, lakini alimwangalia Hamza kwa namna ya kumkasirikia. Akasema kwamba kwa hiyo unanichukia kiasi hicho? Hamza mara baada ya kuona muonekano wa kutia huruma wa mwanamke huyo, alishatukunja sura, lakini hakujibu. Lakini ni muda huo alihisi maumivu ya kichwa ni kama yameachia kidogo. Yote hiyo ilionyesha ni kwa sababu hakuwa akitaka mwanamke huyo kupoteza uhai wake. Hamza alijiuliza, isije ikawa huyu mwanamke anataka kuniua na kula ubongo wangu, lakini yeye hawezi kumfanyia chochote. Alijiuliza alipoteza lini roho mbaya yake, alipoteza lini, au ni kwa sababu kuna dawa nyingine kawekewa. Basi muda huo Mkoyachui alikuwa amekwisha kumkaribia mwanamke huyo kwa kuachana naye kwa mita 1 au 2 hivi. Upanga wake uliinuka juu zaidi akijiandaa kukata kichwa cha Genduleza. Lakini ni muda huo bwana huyo ghafla mwili wake ulikakamaa huku akitoa macho kwa wakati mmoja. Ajikuta akitema damu nyingi kabla kudondoka chini. Basi kundi lile la wenzake walijikuta kimuita bro. Mara baada ya kuona jambo hilo, walijikuta akipiga makelele kwa kuogopa. Mkoyachui aliishia kuinua mkono wake akimnyoshia kidole Genduleza kwa namna ya taabu sana. Akasema kwamba wewe ni muda gani uliendesha minyoo ya kichawi? Mkoyachui alikuwa kisi ni kama ndani ya mwili wake kulikuwa na minyoo mikubwa iliyokuwa ikinyofoa viungo vya ndani na kufanya maumivu aliyokuwa akiyasikia kutokuelezeka. Basi Genduleza kwa sura iliyojawa na ukauzo akasema kwamba kwa kichwa kidogo ulichokuwa nacho, nilikwisha otea jambo kama hili litatokea. Sasa swala la wewe kutaka kujua ni lini nimekuwekea, hilo sio la muhimu. Isitoshe hujui hata nilivyofanya hivyo. Basi Mkoyachui ajikuta akisema tu kwamba wewe mchawi huwezi. Kabla hata hajamaliza kutamka, alikuwa amekwisha kupoteza uhai wake. Macho alishia tu kumtoka kama vile alikufa na majonzi mengi. Genduleza alishia kuangalia vijana wale wanaomfuata Mkoyachui na kisha akasema kwamba na nyie pia mnataka kuniua au watu wote wakaambia Chui mnataka kwenda kinyume na mila? Basi kundi hilo la watu lilishia kumwangalia mwenzao aliyekufa na walijikuta wote sura zao zikigeuka mbaya. Kundi hilo la wanaume wote walipiga magoti na kusema kwamba mtukufu mwanamwali, tafadhali tusamee, tulikuwa tumelazimisha tu, tunaomba msamaha wako mtukufu. Basi Genduleza akasema ondokeni. Kundi hilo ni kama vile wamepewa msamaha wa rais, kwani walitimua nduki pasipo kugeuka
huku wengine mpaka wakidondoka. Mara baada ya kuwaona wakikimbia kwa mita kadhaa, Hamza aliweza kumuona Genduleza akitoa kifaa kilichotengenezwa kama ala kwa kutumia mianzi kutoka kwenye gauni lake. Mara baada ya kukishika mkononi, alikipeleka mdomoni na kuanza kupuliza, huku sasa kiziba matundu yake, na pale pale mlio wa ala ulisikika. Mara baada ya watu wale waliokuwa wakikimbia kusikia melodi ya ala hiyo, walijisi ni kama wamekutana na Mungu wa kifo, kwani walionyesha hali za kupaniki huku wakizidi kukimbia kwa nguvu zao zote. Hata hivyo, kabla hata hawajafika mbali, walianza kusikia kundi la wadudu mchanganyiko, wengine wakiwa ni nyuki, wengine scorpion, makundi kwa makundi wakiwasogelea wanaume hao. Ghafla tu kundi hilo la watu, licha ya kuwa na nguvu nyingi, walijikuta wakizingirwa na wadudu pande zote. Haikujalisha ni kwa nguvu kiasi gani walitumia silaha zao au nishati zao, walishindwa kabisa kujiokoa dhidi ya wadudu hao wa kichawi. Basi ni muda ule ule pia walionekana nyoka wa kijani waliojitokeza kama kundi na kuanza kuangata wanaume wale. Wadudu wale ambao walionekana kuwa na sumu kali walipelekea madhara makubwa kwa wanaume wale, kwani ndani ya dakika 4 tu wote walikuwa wamekufa na wengine wakikata roho. Genduleza mara baada ya kuridhika na jambo lake, airudisha ile kifilimbi, huku sasa akiwa na uso tulivu kabisa. Kwake ni kama uhai wa watu hao ulikuwa si kitu kabisa. Alisha kugeuka na kisha kumwangalia Hamza kwa kuvimbisha mashavu kama mwanamke anayejaribu kudeka. Akasema kwamba kuna haja ya kunichukia vyote hivyo, Jana umeondoa usichana wangu, na sasa hivi unataka kunitelekeza na kuacha nishambuliwe na wanaume. Wewe mwanaume, una moyo kweli wewe? Au roho yako imejaa ukatili? Hamza alishia tu kutabasamu kivivu, huku akiinua mkono wake kuonyesha kundi la wanaume waliopoteza uhai. Basi Hamza akasema kwamba wewe ni mwanamke bila nguvu zozote za ziada kabisa. Ni mwanamke, ulijua kabisa watakuja kukutafuta, lakini bado hukuonyesha kuwa na wasiwasi wote. Hiyo yote si kwa sababu haukuogopa tokea mwanzo. Mimi siamini mtu mwenye mitego kama wewe unaweza kukabidhi uhai wako mikononi mwangu. Genduleza akasema, kumbe ulijua ninaweza kulishughulikia hili mwenyewe. Unaonesha utaki mimi nife, si ndio? Aliongea Genduleza kwa kicheka. Asa Hamza alijikuta akikosa usemi. Alishetu kutingisha kichwa chake akasema kwamba hata kama usingekuwa na uwezo, sidhani kama ina haja mimi kukusaidia. Umetumia hisia juu ya mke wangu, kisha ukaniingizia usinga wako ili niwe kama jiwe la kuku, yani kama la kukanyagivi kupokea urithi wako. Kama umenifanyia mambo yote au ya kishenzi namna hii na kisha nikakusaidia, sitaonekana mjinga wa karne? Basi Genduleza alishia kutoa mguno wa kejeli tu, huku akipiga hatua kimadaa kabisa na kusimama mbele ya Hamza. Kwa jinsi alivyokuwa akimwangalia Hamza kwa macho yake makubwa, yani ni kama vile amefundishwa kuangalia hivyo. Kwa hiyo kwa kumsikiliza tu huyo mkoya chui, unaamini kwamba nimepanda usinga kwako kwa ajili ya kukuua pekee ili kupokea nguvu zangu? Hivi unajua usinga wa upatanifu unamaanisha nini? Kwa hiyo unamaanisha kwamba alichoongea kakosea. Sidhani kama alikuwa na haja ya kundanganya. Yupo sahihi, lakini nani kasema anataka kukuua? Unamaanisha nini? Usinga ni nguvu ya kitakatifu zaidi ya kitakatifu ambayo sisi jamii ya wanawali tunajifunza. Unajua kuna masharti mawili kwa ajili ya kupanda usinga kwa mwanaume. Kwanza kabisa, mwanamke anapaswa kuamsha nguvu ya usinga mwilini mwake kwa kipindi cha miaka 5 pasipo kupoteza usichana wake. Wakati mwanamke atakapofikia hatua ya kuhamisha usinga kwenda kwa mwanaume kwa kupoteza bikra, lazima kwanza mwanaume anayeshiriki naye aonyeshe hisia zake zote kwake, na hiyo ndio namna pekee ibada ukamilika. Okay, nimeshajua unachojaribu kuongea. Vinginevyo kama nisingeingia kwenye mtego wako kwa kukuchukulia kama Regina, usingekubali kupoteza usichana wako kwangu. Nikiri wazi, mbinu yako ilikuwa ni ya kishenzi, lakini ni akili kwa wakati mmoja. Kama ni hivyo, je, unajua ni nini zaidi tofauti na kutolewa bikra ili kupitisha usinga kwa mwanaume? Kuna haja ya kuuliza? Si ziada, ni wewe kuniua ili kurudisha usinga wako. Sidhani kama unaweza kunipatia bikra yako kama zawadi tu kwa mtu kama mimi. Hivi unatuonaje sisi wanawake? Hivi unajua mara ya kwanza kukutana na mwanaume inamaanisha nini kwetu sisi kama wanawake chini ya nguvu ya usinga? Unajaribu kumaanisha nini? Au kiachana na wewe kunufaika kwa kunitoa bikra na nikakupatia usinga wangu, mimi mwanamke pia nimeingia kwenye kifungo cha milele na wewe. Nini?
Unashangaa nini sasa? Sheria sisi kupitisha usinga ni kuhakikisha tunapoteza usichana wetu kwa mwanaume. Lakini bado mwanaume anayepokea anaendelea kuwa huru. Maana yake ni kwamba unaweza kuwa na wanawake wengine na kufanya unavyotaka. Lakini kwangu mimi, kama nisipoweza kurudisha usinga wangu, maana yake ni kwamba nimekwisha kupoteza usichana wangu na napaswa kukufuata wewe tu na kuwa mwanamke wako maisha yangu yote. Maana yake ni kwamba nisipokuwa mwaminifu kwako, laana ya usinga hunirudia mimi na kupoteza uhai wangu. Hamza alijikuta akishangaa kwa maneno hayo. Yaani ni kama uchawi huo ulikuwa ukiwafunga pande zote. Mwanamke hawezi kumdhuru mwanamke. Yaani mwanaume hawezi kumdhuru mwanamke, lakini na mwanamke hawezi kumsaliti mwanaume. Kwa mtazamo huo, ni kama kila mmoja alikuwa akipata faida sawa na mwenzake. Wanawake si mnaogopaga kupigwa? Sasa kwa situation hii, mwanamke, yani mwanaume hawezi kukudhuru wewe. Hawezi kukudhuru kabisa. Lakini na wewe mwanamke, si unajua tena sisi wanaume tunavyochukia usaliti, basi na wewe hauwezi kusaliti. Simona, kila pande kuna faida. Sasa Genduleza akasema kwamba Hamza, nadhani hautonlazimisha kulala na mwanamume mwingine kwa ajili ya usinga kukosa nguvu na kuwa huru, si ndio? Hamza akasema siwezi kufanya jambo kama hilo, usio na wasiwasi. Basi Hamza alijiambia hawezi kumtafuta mwanamume mwingine kwa ajili ya kumbaka msichana huyo ili tu kujiweka huru. Kama ni hivyo, ni bora atumie uwezo wa damu yake kuvunja agano hilo. Sasa Genduleza akasema kwamba mimi naamini mfalme wa kuzimu kama wewe sio mkatili kiasi hicho. Na labda tu nikwambie kitu. Yaani na kuhakikishia, ili mradi tu utaendelea kunilinda nisiguswe tena na mwanamume mwingine, sitokuua ili kupata nguvu za urithi. Wakati akiongea hivyo, alipiga hatua na kwenda kusimama mbele ya Hamza. Nataka kuendelea kuwa mwanamke wako pekee milele na milele. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, alijikuta akisinyaza macho yake, akiwa haamini kama mwanamke huyo ambaye ndio wamefahamiana kwa siku moja tu anaweza kujenga hisia juu yake. Yaani unachomaanisha ni kusubiri mpaka nitakapokufa ili kurudisha nguvu zako, sio? Unaonekana kuwa na uhakika nitakufa kabla yako, si ndio? Mimi nikiishi pasipo kurudisha usinga wangu, nitazeeka mapema kabla yako. Wakati wakiongelea swala hilo la kuzeeka, Hamza alijikuta akikumbuka jambo la ajabu kidogo. Kule ndani ulisema Bruno ni mdogo wako, lakini kwa umri uliokuwa nao, Bruno anaonekana kuwa mkubwa zaidi. Au ulikuwa kidanganya? Na nikasema kwamba ukiwa mkubwa mwingine anapaswa kuwa mdogo. Yule mshenzi ni mpuzi asiye na nguvu zozote. Kwa nini muite kaka kwa sababu kanizidi umri? Kwa hiyo kumbe siku hizi uhusiano wa nani kaka huamliwa pia na nani mwenye nguvu zaidi, si ndio? Ndio. Haijalishi mwingine ama wengine wanaonaje, ila siku zote nitamuita kaka mwanamume mwenye nguvu kunizidi. Kama nisingejitokeza kuwa shushushu wa umoja wetu huko Tanzania, nisingejisumbua hata kumjali. Mara baada ya kuongea hivyo, alimkumbatia Hamza kwenye kiuno chake na kisha aliongea kwa madeko akisema kwamba kaka Hamza, nimechoka mwenzio, unaonaje tukirudi ndani kupumzika kidogo? Sauti hiyo ya kumtoa nyoka pangoni ilimfanya Hamza kuwa katika hali ngumu ya kukinzana nayo. Alijikuta akivuta pumzi na kuzishusha huko akijiambia hakika huyu kweli ni mwanamke nyoka. Hata hivyo Hamza hakuwa katika mudi ya kuendelea kujibebisha na msichana huyo. Muda huo pia hakujali kama malengo ya msichana huyo ni kuja kumuua na kurudisha usinga wake. Alijiambia tu kama kweli mwanamke huyo atataka kumuua, basi yupo tayari kuona ni mtaalamu kiasi gani. Sasa Hamza kauliza kwamba kama unajua nimekuja mpaka huku, basi utakuwa unaelewa nia yangu, si ndio? Aliuliza hivyo Hamza na kisha pale pale akanyosha mkono. Nipatie dawa ya kumtibu mpenzi wangu. Nasema nitoa wapi hiyo dawa? Unapaswa kumuomba master wangu na mlinzi mkuu. Wewe si ndio mwanamwali mtakatifu? Sasa kwa nini mpaka nikamwombe mlinzi mkuu? Ili si swala la mimi kwa nani. Ni kwa sababu hiyo dawa mimi sina. Basi nipeleke kwenda kuonana na huyo master wako na mlinzi mkuu. Yaani unaonekana kweli kumpenda huyo Dina. Kwa nini una haraka hivyo? Isitoshe sio kama atakufa mapema. Sio swala la kufa mapema. Ni kwamba nahisi maumivu. Halafu inaonekana unalijua jina la Dina. Isije kawa wewe ndiye unatoa amri za kila kinachoendelea kwenye jamii yenu. Mwacha kunisingizia bwana. Mimi ni mwanamwali mtukufu tarajiwa pekee. Anayeongoza umoja wote ni madam mwenyewe. Mimi siwezi kusimamia mipango yote ya umoja. Bado. Sasa si ndio uniambie ni wapi?
ila kama hutoniambia nitatafuta mwenyewe na kufika. Kwa hiyo kama nisipokupeleka unadhani utafika? Sio rahisi hivyo kufika kwenye ardhi yetu takatifu. Sio. Ni mbinu zangu mwenyewe zinazoweza kunifikisha. Nyingine gani? Haya. Basi Gendo aliongea hivyo kwa kumngonga Hamza. Kisha akasema kwamba basi nitakupeleka. Usiniache mwenyewe hapa. Sasa Hamza mara baada ya kusikia mrembo huyo anataka kumpeleka, alishakugeuka na kuuliza kwamba kwa nini unataka kunipeleka wakati ulikuwa hutaki sasa hivi? Mimi sio kama eti nataka kukupeleka, ni kwa sababu tu Uru wangu anataka kuonana na wewe. Uru wako? Unamaanisha mwanamwali mkuu ama? Aliuliza Hamza huko akikunja sura. Kisha akauliza kwamba kama alitaka kutana mimi, kwa nini hakujitokeza mapema? Kwa sababu mwanzo hukuwa mmoja wetu, lakini sasa umekuwa mwanaume unayeshirikiana kimwili na mimi. Aliongea Genduleza huku akinyoosha kidole chake kulenga kifua cha Hamza. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa akiamini anachoongea mwanamke huyo, ila kwa sababu malengo ni kumwokoa Dina, aliona anapaswa kufuata na si kupinga, na atafuata kwa muda tu. Hamza akasema basi harakisha kwa kuongoza njia. Genduleza alishia kuvimbisha mashavu kwa muonekano wa kukosewa, huku akisema ya kwamba kwa nini huna hali ya upole kwenye sauti yako Unajua bado mimi naumia, alafu nataka nikupeleke huko juu milimani. Kwa hiyo unataka nikubebe ama? Ndio. Aliongea kwa kijiandaa kurukia mgongo wa Hamza. Lakini Hamza alisogea pembeni kisha akamwambia kwamba wewe unaamini hata kama nimeongea kwa kutania? Hebu harakisha tuondoke bwana. Gendo akasema wewe unanichezea Aliongea sasa akimtolea Hamza macho ya hasira. Kisha akaongoza njia kuelekea kusini kutoka kijiji hicho. Hamza alishia kumfuata msichana huyo kuelekea milimani. Wakiwa njiani, Hamza alikumbuka mambo ya jana yake na kujikuta akiwazia kama mwanamke huyo alikuwa akimuigizia kwa kutaka kuwa mwanamke wake au alikuwa akiigiza tu kwa ajili ya kutaka uhai wake baadaye. Wakati akaendelea kutembea, mara msichana huyo alisimama na kugeuka huku akiwa amekunja sura. Hivyo kwa nini bado tu unanishuku? Nishakwambia mimi sitokuua kwa sababu tu nataka kuwa na nguvu. Inamaanisha hauna uwezo wa kutofautisha kati ya hisia na unafiki? Kwani umejuaje ninachofikiria? Nishasema tayari una usinga wangu akilini mwako. Hivyo ninaweza kuhisi mawazo yako. Ingawa sio kusoma kabisa unachofikiria, lakini naweza kuhisi hisia zako. Hamza alijikuta akihisi ubaridi mgongoni na kujiambia inamaanisha hisia zake zinaweza kusomwa. Kwa hiyo usiniambie kila nilipo uweza kuhisi hisia zangu. Sio kweli, mimi naweza kuhisi hisia zako katika umbali maalum. Vinginevyo ingekuwa ni kama karaa tu. Lakini hiyo sio haki. Kwa nini mimi sihisi hisia zako? Kwa sababu mimi najifunza uchai wa usinga. Hivyo naweza kuficha hisia zangu ili usinigundue. Na kuamini vipi sasa? Utajua mwenyewe. Isitoshe bado tuna muda mrefu sana wa kuwa pamoja. Anaongea huku sasa akizungusha macho yake makubwa na kisha kuendelea kuingia mlimani. Na ni kwenye msitu mkubwa zaidi. Wakati akaendelea kumfuatisha mwanamke huyo, walikuja kuingia kwenye msitu uliokuwa umefungamana mno na kuendelea mbali zaidi, kisha wakatokezea chini ya bonde. Eneo hilo lilikuwa na ardhi yenye rutuba mno, iliyofanya kumea maua ya rangi tofauti tofauti na yenye harufu ya kuvutia. Kabla hata hawajaingia kwenye bonde hilo, Genduleza alitoa kichupa kama vile vichupa vile vya waganga kutoka kwenye kiuno chake. Kisha akatoa vitu kama vidonge vidogo vidogo hivi vya rangi ya kijani. Kula hivi, kuna hewa ya sumu katika eneo tunaloingia sasa hivi. Ukivuta tu nyingi utaishia kudhurika. Hiyo sumu unayoongelea ni kama ulioniwekea jana usiku, si ndio? Hapana. Eneo hili lina ulinzi wa sumu inayoua watu. Kama ni hivyo basi mimi sihitaji hiyo dawa. Na kweli kwa nguvu nilizokuwa nazo nitaishia kupoteza dawa zangu tu. Anaongea huku sasa akirudisha kichupa kiunoni na kisha kuendelea mbele. Vipi wewe hiyo dawa hutumii? Mimi ni umwasi Uru. Tokea nilivyochaguliwa na Uru kama mrithi wa kiti cha umwasi, nimepikwa na dawa nyingi sana na nyingine nikanyweshwa pia.
Kwa hiyo naweza nikasema kwamba damu yangu sasa hivi ina uwezo wa kukinzana na aina mbalimbali za sumu duniani. Unadhani ni sawa kwa malikia kama mimi kuogopa sumu? Kwa hiyo unamaanisha damu yako inaweza kuosha sumu pia, si ndio? Mara baada ya kuuliza swali hilo, Genduleza aliishia kugeuka na kumwangalia Hamza kwa pumzi ya masikitiko. Hivi kwa nini unanichukulia hivyo? Damu yangu ina kinga pekee ya sumu, lakini haiwezi kutumika kama dawa kumtibu Dina. Hebu jiangalie na wewe mwenyewe. Si pia unayo kinga ya sumu? Kwa nini usitumie damu yako kumsaidia? Mimi tofauti na wewe. Sababu ya mimi kuwa na kinga ya sumu ni kwa sababu seli zangu za mwili zina nguvu kuliko za mtu wa kawaida. Lakini damu yako imewekewa dawa za kujilinda na sumu. Kwa hiyo unataka ni mimi nikate mishipa yangu ya damu, uchote damu, ukamnyoshe Dina, si ndio? Unataka uone kama atapona? Aliongea msichana huyo huku sasa akitoa kisu kutoka pasipojulikana na kulengesha kwenye mshipa wa damu. Hamza alitaka kujaribu, lakini kwa bahati mbaya hakuwa na muda wa kutosha kufanya majaribio. Hivyo alisha tu kusema kwamba potezea. Nilijua tu hutaki kuona nikiumia. Aliongea huku sasa akipepesa macho yake na kugeuka kuendelea na safari. Wawili hao mara baada ya kuvuka eneo lililokuwa na maua, waliingia upande ambao ulikuwa na maporomoko ya maji kutoka kwenye jiwe lililoenda hewani. Hamza mara baada ya kuangalia kwa umakini eneo la maji yale yani ambapo kuna maporomoko, aliweza kuona kulikuwa na njia katikati ya jiwe. Maji yale yalikuwa kama kinga ya kuziba mlango ule wa pango usionekane. Sasa mara baada ya Genduleza kumpa ishara Hamza ya kumfuata, walitembea kando, yani ni kama kando ya jiwe hivi, na kisha kwa upande wa nyuma waliweza kuingia kwenye pango hilo. Sasa ni muda ule ule wanaume walionekana wamevalia mavazi ya kimila, walitoa salamu za heshima kwa lugha yao. Walisalimia wakasema kwamba yale maumwasiuru. Walisalimia hivyo wakimaanisha salamu kwako mtukufu mwanamwali. Sasa Hamza aliyekuwa akifuatisha hakuelewa lugha hiyo, ila alinyaka neno la mwisho tu. Yale mauru mwasi vahenuru tavera, aliuliza akipokea salamu na kuuliza je, master wake yupo? Wale walinzi wakajibu kwa kilugha pia wakisema kwamba umwasi uruvale nathari urumwasi na ishavahe serfene. Walijibu wakisema kwamba mwanamwali mkuu anasubiri ndani ya pango la nafsi ya joka uende. Genduleza alishia kutingisha kichwa na kisha pale akampa Hamza ishara ya kumfuata. Pango hilo lilikuwa ni kubwa mno. Ilikuwa ni kama vile ulikuwa ni ulimwengu mwingine kabisa wa chini ya ardhi. Kulikuwa na mwanga wa ajabu mno wa mishumaa ya ajabu iliyotoa rangi isiyofanana. Wakiwa njiani ya pango hilo, kila mtu waliyekutana naye alikuwa akitoa salamu ya kufanana ya heshima. Kulikuwa na watu wengi kweli. Hamza kwa haraka aliona watu 100 hivi. Na kwa sababu ya eneo hilo kuwa kubwa, Hamza alitegemea kungekuwa na zaidi ya hao aliyoona ndani. Hata hivyo, Hamza aligundua jambo. Ndani ya eneo hilo ilionekana wanawake walikuwa wakinyenyekewa mno na wanaume. Yaani ni kama vile ndio wenye hadhi ya juu. Kwani wanaume walionekana kusikiliza maelekezo ya wanawake huku akifuatisha. Hili dhehebu lenu la kiimani, wanawake wana vyeo vikubwa kuliko wanaume? Mara baada ya kumsikia Hamza akiuliza, Genduleza aligeuka na kumshika Hamza mkono. Tena akajibu kwa tabasamu sana. Ndiyo, mila zetu sisi zinamchagua mwanamke kama mwenye nguvu zaidi kuliko mwanaume. Tokea miaka 170 ya kuanzishwa kwake. Na kwa sababu ya hilo, wanaume wengi waliondoka kwa kutoridhika, lakini baada ya kusimikwa kwa cheo kipya cha umwasiuru, mabadiliko yalifanyika ili kuwapa wanaume pia nafasi ya kuwa na hadhi ya juu. Ndio kukaundwa cheo cha Vehera Thalumi, yani walinzi wakuu wa kulia na kushoto. Ni wanaume pekee wenye uwezo wa kushikilia hivyo vyeo. Sawa, ongea tu. Kuna haja ya kukumbatia mkono wangu? Mimi najaribu kuambia kwamba ingawa imani yetu inatufundisha wanawake kuwa na hadhi ya juu, sitakuwa na hadhi ya juu mbele yako. Nataka kuwa msichana mdogo naye kutegemea. Wewe sio msichana mdogo. Kama ungekuwa mdogo, wale wako ya chui wasingekufa vile ile asubuhi. Lakini sasa tofauti na kuwaua wenyewe, mimi ningefurahia hisia za kusaidiwa na wewe kama ile jana kwa kuwaua wale waasi. Wale waasi inamaanisha wale watu sio kama uliwapanga. Kwa hiyo dhani mimi kilichotokea pale ilikuwa ni maigizo. Unaweza usiniamini, ila mimi sijawapanga wale watu, ila mimi nijifanyisha tu kuwa dhaifu ili kuona kama ungenisaidia. Kama isingekuwa wao, mpango usingefanikiwa kirahisi. Hamza kujua cheki amali alijiuliza inamaanisha
hata mbingu zilikuwa zikimsaidia mwanamke huyo kumuingiza mtegoni. Basi aliongea kwa kumnong'oneza akisema kwamba mpango wangu ulikuwa na uongo na kweli. Hamza alimwangalia mwanamke huyo. Kwa jinsi alivyompole, ilikuwa ni rahisi kumwamini. Basi sauti ilisikika ikisema kwamba umwasi huru, Mr. Hamza, mwanamwali mkuu anawasubiri ndani. Ni sauti ya mwanaume wa umri wa makamo tu aliyekuwa amevalia vazi mfano wa kaniki, lakini lilikuwa limekaa zaidi kama joho. Kichwani alikuwa amefunga nywele zake ndefu na vipindi fulani hivi kama vya madini, kama madini vitu, yani sijui madini gani, lakini vya namna hiyo. Sasa Hamza mara baada ya kujaribu kumsoma bwana huyo, aligundua alikuwa na mafunzo ya nishati katika hatua ya mwanzo mwa ukamilifu wa nafsi. Hivyo aliamini lazima alikuwa na cheo kikubwa. Basi Gendo akajibu ya kwamba sawa Thalumvahera. Yani msikilizaji, kwa jinsi ilivyo, of course ndo alijibu hivyo akimaanisha ni mlinzi wa kushoto, lakini kwa lugha yao protector wa kulia na kushoto wanabadilisha tu mpangilio wa maneno. Wa kulia anaitwa Vahera Thalum na wa kushoto anaitwa Thalumvahera. Hivyo hata kwa Genduleza na master wake. Genduleza yeye ni uwasi huru na master wake ni uru umwasi. Hamza sasa aligundua mtu ambaye alikuwa akimtafuta anayefahamika kwa jina la protector ndiye huyo. Sasa alijiambia kama amekwisha kumpata, kuna haja gani ya kupoteza muda tofauti na kuforce kupata dawa? Hivyo pale alijikuta akifanya shambulizi na kumkaba yule mzee shingoni. Mara baada ya jambo hilo kutokea, Genduleza na mlinzi mwenyewe walikuwa katika hali ya mshtuko. Hakutarajia kama bwana huyo angeshambulia tena ndani ya eneo lao takatifu. Mlinzi ule wa kushoto alijaribu kukusanya uchawi wake kujaribu kujikinga na shambulizi la Hamza, lakini alishindwa kabisa kushindana na spidi ya Hamza. Mara baada ya Hamza kufanikiwa kumshika kichwa, pale alipeleka shambulizi la mkono na kufanya nguvu zake za kiroho kutokumfikia Hamza. Sasa jambo lile lilimfanya Genduleza na mlinzi mkuu mwenyewe kushangaa, kwa sababu kwa namna Hamza alivyomdhibiti ni kama vile uwezo wake wa nishati ulikuwa ni wa kawaida sana. Basi yule bwana akasema kwamba upo katika daraja lipi la nguvu? Aliongea bwana huyo kwa kuamaki, huku kwa wakati mmoja akimwangalia Hamza kwa namna ya woga. Una thamani ya kujua kiasi cha nguvu zangu, aliongea Hamza, na kisha pale akaongeza kiukauzu fulani hivi akasema kwamba nipatie dawa ya kuosha sumu. Yule bwana akasema kwamba hiyo dawa mimi sina. Hamza akasema huna? Unamaanisha utaki kunipatia, si ndio? Basi aliongea Hamza sasa akizidi kukaza mkono wake na kumfanya bwana ule kuanza kushindwa kupumua. Akasema kwamba ni kweli hiyo dawa sina. Aliongea sasa huku akijitetea. Sasa Genduleza kuona vile ilibidi sasa aingilie kati, aone namna gani ya kubembeleza. Akasema kwamba Hamza, usiwe na haraka, unaonaje ukikutana na uru wangu kwanza? Uru wako ndo nani? Au ndo unamaanisha huyu mwanamke anejifanya mjanja kuweka mitego yake akiwa amejificha huku akijiita mtakatifu? Mimi Hamza nimeongoza kundi la watu na kupigana dunia nzima tokea nikiwa mtoto. Shemasi, mchungaji, papa na familia nyingine za kidini. Ni ipi ambaye unadhani mimi sijakutana nayo kati yao wote? Ni upi ambaye maarufu kumshinda master wako? Yaani kajikundi kadogo hivi kaliko jificha pangoni, mnatuma watu wenu kuja kumwekea sumu na mke wangu? Nimemheshimu sana mpaka kumfuata mpaka hapa na kutokumwambia apige magoti na kuomba msamaha. Hamza alikuwa amebadilika kabisa yule wa sekunde chache zilizopita. Mara baada ya Genduleza kusikia hivyo alijikuta akishtuka. Hakutarajia Hamza kuwa na nguvu hivyo. Vipi unashangaa? Nimekuambia unilete hapa kwa ajili ya kuokoa muda. Unadhani mimi nimekuja kwa sababu nataka kuonana na huyo mzazi wako? Basi ni muda huo waumini wote wa dhehebu hilo walikusanyika pamoja na kumzingira Hamza, wakimwangalia kwa macho hasira. Amri ikatoka ya kwamba mwachie mlinzi mkuu, vinginevyo usitulaumu tukikosa upole. Makundi ya watu hao yalimzunguka Hamza na kujaribu kumwamrisha, lakini Hamza anajali vipi genge hilo la watu? Kwani aliendelea kumwangalia mlinzi huyo kwa macho makali. Akasema kwamba hiyo dawa nauliza kwa mara nyingine iko wapi? Nitahesabu mpaka 3. Usiponipatia na kuua. Mara baada ya Hamza kuona hakuonyesha kuogopa hata kidogo wale walinzi wa Bikira takatifu, wajikuta wakiwa hawana jinsi. Upande mwingine mlinzi huyo wa kushoto alijikuta akitokwa na machozi. Aliishia kuonyesha hali ya kupaniki tu, huku akiongea kwa shida akisema kwamba ni kweli sijui. 1 2
Hamza hakuwa akitania kabisa. Alikuwa akipanga kabisa kumuua mlinzi huyo na kisha kumalizana na huyo anayeitwa Master baada ya kupata dawa. Ingawa asingeweza kumuua mara moja Genduleza kwa kuepuka maumivu ya kichwa, bado haikumaanisha hawezi kumuua. Sasa muda ule wakati Hamza akitaka kukaza mkono na kummaliza bwana huyo, mara sauti kali ilisikika ndani ya eneo hilo ikisema kwamba acha mara moja, dawa unayotaka hana. Hamza alijikuta akichezesha macho yake akiangalia pembeni, na ndio muda ule aliweza kuangalia upande ambao watu walikuwa wameacha njia, na aliweza kumuona mwanamke aliyekuwa amevalia joho la kitani cheupe. Mwanamke huyo alionekana kama vile alikuwa na umri wa miaka 40, lakini nywele zake zote zilikuwa nyeupe kwa mvi, ikiashiria kwamba hakuwa mdogo, lakini mara moja ilionyesha alikuwa ni mwanamke mrembo sana wakati akiwa enzi za ujana. Sasa Genduleza akasema uru. Kundi lote la watu wakasema yale mauru mwasi. Walisema hivyo sasa huko akipiga magoti na wakiongea kwa nguvu. Hamza mara baada ya kumchunguza huyo mwanamke aligundua level yake ya nishati ilikuwa mwishoni mwa level ya nafsi, yani ufunuo mkuu. Hamza alijiambia ndio maana jamii hiyo ilikuwa ikiogopeka kwa muda mrefu. Kumbe kiongozi wake mkuu alikuwa na nguvu namna hiyo. Hata hivyo labda ni kama Hamza kuelewa, ila kwa kila alichogundua, ingawa alikuwa kwenye level ya juu, bado nguvu zake zilionekana kudhoofika. Yani kama vile ni mtu ambaye anakaribia mwisho wa uhai wake. Na ni kupitia nguvu zake hizo ndio maana bado alionekana kuwa mzima. Basi aliongea kwa Kiswahili akasema kwamba kwako Mr. Hamza, najua wewe ni mwenye nguvu nyingi, lakini njia hii haiwezi kutatua tatizo. Aliongea hivyo na akamwambia kwamba dawa ya kuosha sumu unayohitaji inapaswa kutengenezwa, sio unayoweza kupewa na kuondoka nayo. Hamza kauliza kwa nini kuamini? Akajibiwa kwamba kama mtakatifu siwezi kukudanganya mbele ya wafuasi wangu. Basi Hamza pale pale alimsukuma chini mlinzi ule, na kisha akaongea kwa sauti ya msisitizo akasema kwamba kama ni hivyo, niandalie hiyo dawa haraka niondoke. Basi bwana. Hamza akaambiwa kwamba anathubutu vipi kumkosea heshima mtukufu wetu, tumuueni huyu. Baada ya kuona mlinzi mkuu kaachiwa na bado Hamza anaonyesha dharau kwa mtukufu wao, kundi hilo la watu lilimzingira. Lakini bibi yule pale pale aliongea kwa sauti kubwa akasema kwamba wote rudini nyuma. Watu hao walishangaa, lakini hawakuthubutu kubisha na walitii. Yule bibi akasema kwamba Mr. Hamza, nitakutengenezea hiyo dawa, lakini nikukaribishe kwenye pango la roho ya joka kwa ajili ya maongezi. Kuna jambo muhimu nahitaji kuongea na wewe. Ni matumaini yangu utampatia huyu mzee muda wako. Hamza alifikiria kwa sekunde kadhaa, na pale pale kwa sauti iliyojaa serious akasema kwamba nitakupa dakika 10 tu. Baada ya dakika hizo, kama sina dawa mkononi, kwa kutumia damu zenu nitamwagilia hili eneo lote. Basi mara baada ya waumini hao kusikia kauli hiyo, walijikuta wakizidi kumwangalia Hamza kwa macho makali, wakionyesha wazi kutokufurahishwa na kiburi chake. Yule mzee akasema kwamba kwa sifa ulizokuwa nazo Mr. Hamza, najua hata nikikupatia hiyo dawa huwezi kuliacha hili swala lipite kirahisi, lakini kwa vyovyote vile tafadhali nifuate mimi mzee ndani. Aliongea mzee yule na kisha alimkaribisha Hamza kuelekea upande wa pili wa pango. Hamza ni kweli hakuwa na mpango wa kuondoka hapo bila kusababisha maafa, lakini kwa sababu bado dawa hajaipata alijiambia ngoja avute subra. Hamza mara baada ya kumfuata mzee huyo ndani ya pango hilo la nafsi ya nyoka, aligundua pango hilo lote lilikuwa na kuta za mawe ya madini yenye kutoa mwanga usioelezeka. Mara baada ya Genduleza na Hamza kuingia ndani, bibi yule alichezesha mkono wake tu na njia ya pango lile ilizibwa na jiwe zito. Ndani ya pango hilo kulikuwa na viti vya mawe vya kuchonga. Hamza mara baada ya kukaa alijikuta akiangaza macho kwa namna ya uchunguzi, na mara baada ya kuangalia juu aliweza kuona mchoro mkubwa wa kuchonga wa nyoka jamii ya chatu. Mara baada ya bibi yule kuona Hamza na shangaa nyoka huyo, alishia kuongea kwa tabasamu akasema kwamba imani yetu imejikita kwenye kuamini mzimu wa joka maarufu kama Mbumba. Ni sawasawa na imani ya watu wa bara la Asia wanaoabudu Nua. Hivyo kwetu sisi nyoka ni kiumbe kitakatifu na walinzi wetu wakuu. Hamza akasema sawa, nimeshajua kuhusu miungu yenu. Kama una swala unataka kuongea, ongea mara moja. Haina haja kuzunguka. Mzee yule alishia kuinua kikombe cha dawa kama mzugwa hivi,
na kisha kwa pause akasema kwamba Mr. Hamza, hivi unajua kwa nini jamii yetu ya imani ya Bikra imekuwa kimya kwa miaka mingi, lakini ikaanza kujiingiza kwenye mambo ya ulimwengu wa kawaida? Hamza akasema kwamba kila akifanyacho binadamu kwenye ulimwengu huu ni aidha kwa sababu ya faida au jina, ili kuridhisha tu tamaa. Lakini kwa kundi lenu nyinyi mliokuwa kimya muda mrefu, inaonesha mnachokitafuta ni faida. Basi yule mzee akasema, Mr. Hamza, hakika unaonekana kuwa mzoefu wa mambo mengi. Ni ngumu kwa kijana mdogo kuweza kusoma mawazo yetu kwa haraka namna hiyo. Basi mara baada ya kusema hivyo, alimpa ishara Genduleza pembeni ili kumpatia Hamza chai. Muda huo Genduleza aliyekuwa akimimina chai kwenye kikombe alisema kwamba, Hamza, huogopi chai anaokupatia master wangu kuwa na shida? Hamza akasema, kama kikombe cha chai kina uwezo wa kunidhuru, ningetoa wapi ujasiri wa kuingia humo? Yule bibi akasema, Mr. Hamza, unajiamini mno. Inaonekana mbele ya macho yako sisi ni wadogo mno. Hamza akasema, mnakuaje wadogo? Kama mmeweza kufanya hata jeshi la nchi yenu kutoa sogelea. Basi yule bibi akasema kwamba, Mr. Hamza, sio kweli kama jeshi linatuogopa, ni kwamba tu wameona wasijisumbue na sisi kwa sababu ushawishi wetu ni mdogo. Kama wangetaka kweli kudili na sisi ni rahisi sana, kwani hatuna uwezo wa kuhimili makombora na mabomu kama yakirushwa eneo tulilopo. Basi Hamza pia bila shaka alijua serikali sio kama eti ilikuwa ikiogopa, ni kwa sababu tu hawakutaka kujisumbua na kundi hilo lililokuwa likifanya nini. Hamza akasema kwamba, umeniita hapa ndani kuongea na mimi kuhusu hili, au ni kwa sababu jamii ya dhehebu yenu ipo hatarini? Mara baada ya bibi yule kuulizwa swali lile, alishia kutingisha kichwa chake akiwa na uso uliosawijika. Akajibu ya kwamba ukweli ni kwamba dhehebu letu la kiimani limeshafikia hatua za mwishoni. Sijajua ni kwa muda gani litaendelea kudumu. Okay, nimeona watu zaidi ya 100 hapa ndani, lakini pia nimeambiwa mna zaidi ya makazi 10. Watu wa maeneo mengi pia wanaonekana kuheshimu sana imani yenu. Kwa nini mnajiona kuwa hatarini? Baada ya Hamza kuongea hivyo, akajibiwa kwamba, Mr. Hamza, hivi unajua ni kwa ukubwa gani dhehebu letu lilikuwa miaka mingi iliyopita? Hamza alitingisha kichwa kukataa, kwa sababu hata taarifa aliyopewa na binamu ilikuwa juu tu na haikuelezea historia kwa jumla. Basi Hamza akajibiwa kwamba miaka ya nyuma, ukiachana na sasa kuwa tu na walinzi wakuu wawili, tulikuwa na matawi 5 nje ya hapa, walinzi 17 na wanachama wasiopungua 2000. Kila baada ya miaka 6 watu kutoka mijini huja huko milimani kwa ajili ya ibada ya kurudisha kwa mizimu. Waumini wetu licha ya kuishi mbali na milima, bado alibeba imani yetu na kuilinda kwa nguvu zote. Lakini sasa mambo yamebadilika. Tokea kuimarika kwa serikali ya Uganda na Kongo na kukua kwake kumefanya mabadiliko hayo kugusa mpaka huko milimani. Moyo sio wa kale tena. Watu wengi walijikuta wakivutiwa zaidi na mila za kisasa na kutelekeza mila za kitamaduni. Kwa hiyo baada ya serikali zote mbili kuanzisha project kadhaa za kuhusisha Ziwa Albert, serikali ilienda mbali na kufungua utalii juu ya milima na kufanya kuingia na kutoka kuwa rahisi, hivyo kuvutia watalii wengi waliokuja na vitu vingi vya kuvutia. Lengo lao kuu lilikuwa ni kugeuza imani yetu kuwa vivutio vya kitalii pasipo kutumia nguvu. Matokeo yake, matawi yetu mengi yaliyokuwa karibu na maeneo ya project za serikali yalikufa na wanachama wetu wakapungua kutoka wingi wao na kubakia wasiozidi 500. Hamza akasema, subiri kidogo. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akimzuia kidogo, huku kwa wakati mmoja akishindwa kujua acheke ama alie. Hamza akasema kwamba, kwangu mimi nasema hoja yako inazungumzika kwa pande zote mbili. Je, si swala zuri kwa serikali kufungua msitu na hata kujenga barabara na kufanya maisha ya watu wanaoishi huku milimani kuwa mepesi? Sidhani kama walifanya kosa lolote ama walifanya lolote la kuua au kuathiri moja kwa moja imani yenu. Hata kama baadhi ya wanachama wenu waliamua kutelekeza imani na kugeukia njia za ulimwengu, si yote ni machaguo yao. Je, ni sawa kwa watu kuendelea kuishi katika hali ya umaskini kwa sababu tu ya kulinda imani? Ile bibi akajibu hapana. Alijibu huku sasa wakati mmoja akionyesha viashiria vya hasira. Ukitofautisha na muonekano wake wa mwanzo, muda huu alionekana ni wa tofauti kabisa. Ile bibi akasema ya kwamba serikali ilifanya kwa lengo la kuwatamanisha wanachama wetu.
Hii yote ni kwa sababu ya tamaa za viongozi kujali faida na kutokutaka kulinda tamaduni zetu. Kwa miaka mingi tulikuwa tukijilinda dhidi ya tamaduni za nje na ilikuwa ni ngumu kwa waumini wetu kusaliti mila, lakini kwa sababu ya tamaa za serikali, huduma walizoleta zilikuwa mitego ya kuwabadilisha waumini. Kwa hiyo wanasiasa wengi ndio chanzo cha uovu. Basi Hamza alishatu kuvuta pumzi huku akiwaangalia wanawake hawa wawili. Hamza kwa kumwangalia Gendu aligundua alikuwa katika hisia zisizoeleweka. Hamza akasema kwamba, Gendu, unadhani master wako yupo sahihi? Wewe mtazamo wako ni upi? Aliuliza Hamza. Gendu akaambiwa kwamba, Genduleza, nadhani unajua mimi master wako ninachomaanisha, sio? Yule bibi sasa badala ya Gendu kujibu, bibi alikatiza akasema, Genduleza, nadhani unaelewa mimi master wako ni nini ninachomaanisha. Genduleza alishia kuinamisha kichwa chake kwa kufikiria. Na kisha pale pale akasema ya kwamba, nachukia ulimwengu wa zaidi ya milima yetu. Napapenda mahali hapa kwa dhehebu letu. Ni mahali safi. Basi yule bibi akasema ya kwamba ndio kabisa. Ndio hivyo hivyo. Akasema kwamba ulimwengu wa nje ya hapa ni mchafu. Viongozi wa serikali wamewachanganya watu wetu ili kuamini kwenye ujinga. Wakiamini wanawasaidia, lakini matokeo yao wanawatumbukiza kwenye shimo la ukiwa. Basi Hamza upande wake alishetu kukunja sura akasema kwamba, bibi, mwanafunzi wako amesema anapapenda hapa, ila hajasema ulimwengu wa nje ni mchafu. Ile bibi akasema, Mr. Hamza, hivi unajua tokea shughuli za kitalii kuanza katika milima yetu, wanyama wengi wamepotea. Hivi unajua tamaa za viongozi ndio zimepelekea nchi kukosa amani na kufanya waasi wengi kuja vijijini kwetu na kuteka wanawake kwenda kuwafanyia vitendo vichafu. Kama isingekuwa kwa uimara wa walinzi wetu kutuma watu mbali na hapa na kuweka mitego, wakazi wa vijiji vyetu wangekuwa wameathirika pakubwa. Haya yote yamesababishwa na viongozi wa serikali ambayo huendeshwa na tamaa. Basi Hamza pale pale hakutaka kukubali hata kidogo. Kwake aliona mzee huyo alikuwa akichukulia swala hilo katika mtazamo finyo. Basi Hamza akasema ya kwamba, mwanamwali mtukufu, kila jambo linapaswa kuangaliwa kwa pande zote. Najua kwamba hutaki kuona dhehebu likifia mikononi mwako, lakini kuna mabadiliko mnapaswa kuyakubali. Bibi akasema, kwa hiyo unadhani mimi nafanya haya yote kwa ajili ya faida yangu? Hamza akasema, sio lazima kuwa kwa faida yako, ila kwa faida ya dhehebu lako. Najua mpango wako wa kutuma watu kwenda nje kwa ajili ya kuteka watu wenye nguvu ni kwa sababu unataka kuwadhibiti hatua kwa hatua ili baadaye wewe walinzi wa dhehebu lako. Lakini kweli ni kwamba unajaribu kucheza na moto, kwa sababu ikitokea serikali zikajua unajaribu kutawala watu kwa kutumia njia zako, hawezi kufumba macho, watafanya kila hila kukuangamiza. Kwa hiyo unapaswa kuelewa kwamba huwezi kupigana na serikali. Sababu bado mnaendesha shughuli zenu ni kwa sababu hawajaweka tu juhudi yote. Bibi akasema, Mr. Hamza, upo sahihi. Dhehebu letu halina nguvu yote, lakini wewe kama Lucifer, mfalme wa kuzimu, ukiwa mmoja wetu, pengine hali inaweza kuwa tofauti. Hamza alijikuta akimwangalia mwanamke huyo bila kuongea neno. Na pale pale alijikuta akicheka akasema ya kwamba usiniambie unataka niungane na nyie na kuanza kushikilia serikali. Ile bibi akasema ya kwamba kwa ushawishi uliokuwa nao kama mfalme wa kuzimu, serikali nyingi haziwezi kukupinga hivi hivi. Ukijumlisha na nguvu yetu ya usinga wa bikra kuwa kazini, tutaweza kutengeneza wanawake wenye mvuto wa kuwakamata viongozi wa serikali za juu. Wanawake hao wote wanajibu kwako, maana yake kwamba utaweza kutawala viongozi wengi wa serikali, na si hapa Afrika tu, hata nje Afrika. Aliongea mwasi huru akiwa na muonekano serious kabisa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kumwangalia kwa namna ya kushangaa. Kutumia nguvu ya usinga wa bikra kutawala viongozi wa kiserikali, wazo hilo lilionekana kuwa kubwa na lenye asilimia za mafanikio, kwa sababu tu kundi lake la kininja la Bafodil lilikuwa na maninja wengi wa kike ambao wamepandikizwa katika serikali kubwa duniani. Hivyo kama wanawake hao wakapikwa na nguvu hiyo ya usinga, haitakuwa ngumu kutawala akili za viongozi. Lakini kitendo cha kufanya hivyo hakina tofauti na kujipaka mafuta petroli na kisha kuota moto. Pia Hamza hakuwa na matamanio ya kutawala dunia nzima nyuma ya pazia. Hamza akasema kwamba niseme tu, nimekuchukulia kawaida. Yaani umekuwa na matamanio ya kutaka kutumia nguvu zenu kutawala dunia nzima. Basi mtukufu akasema, ili mradi tu ukiwa tayari kurudisha dhehebu letu katika utukufu wake,
Mimi nipo tayari kukupatia mbinu zetu zote. Hamza alishia kuinua kikombe kile cha chai kisha akapiga pafu na kuongea ya kwamba dakika 10 zimeisha, natumaini dawa yangu ipo tayari. Yule mtukufu mwanamwali alishia kukunja sura na kisha akauliza kwamba Mr. Hamza, unakataa hili ombi la mzee? Hamza akasema, oya, nimetoa heshima ya kutosha kukaa hapa na kukusikiliza. Isitoshe, ni kupitia mipango yako imemuumiza mpenzi wangu. Kwa sasa nachotaka ni kupata dawa tu. Kuhusu mipango yako sijali kabisa. Basi yule bibi alishia kusinyaza macho yake huku akimwangalia Genduleza. Akaambiwa kwamba isije ikawa Mr. Hamza humfikiri kabisa mwanafunzi wangu Genduleza, tayari mmeshakuwa wenza. Na ukweli ni kwamba alishapanda usinga wake kwako. Inamaanisha kwamba anakupenda kweli na haiwezekani kwake kukusaliti maisha yake yote. Hamza akasema, nini? Subiri kidogo. Anti, maneno yako unajua amezidi sasa. Mwanafunzi wako huyu aliigiza kuwa mke wangu. Ndio maana akaweza kufanikisha lililotokea. Ndio kanijua jana tu. Na sasa unasema ananipenda kweli. Hivi maneno yako unaona kabisa hapo sawa? Maneno yako hayashawishi kabisa. Basi mtukufu mwanamwali alishia kutabasamu. Na kisha pale akamwangalia Genduleza na kuuliza kwamba kwa hiyo hukumuelezea Mr. Hamza kuhusu mazingatio ya kupanda agano la usinga? Muda huo uso wa Genduleza uligeuka mwekundu huku akisema kwamba sio kila kitu. Hamza kuuliza kwamba tofauti na mwanamke kuwa bikra na mwanamume kutoa hisia zake zote kwa mwanamke, kuna masharti mengine? Hamza kajibiwa kwamba bila shaka usinga kimila ni imani ya mwanamke kutengeneza mawasiliano yake na moyo wa mwanaume. Ndio maana ili kufanikiwa kwake lazima kwanza mwanamke amkubali mwanaume kwa dhati na ndipo mwanaume ampokee kwa hisia zote. Kwa lugha nyepesi, Genduleza kafanikisha kupanda hisia zake kwako. Tayari amekwisha kukupenda, vinginevyo asingefanikiwa. Hamza kusikia hivyo alishtuka. Alijiuliza kumbe kuna masharti hayo. Sasa muda huo alijiuliza ni nini ambacho kimemfanya Genduleza kumpenda kwa muda mchache? Ni kwa sababu ya kumsaidia kumwokoa kutoka kwa waasi au kuna sababu nyingine? Ingawa mapenzi ya namna hiyo hayawezi kuwa ya kina, bado kuna aina nyingi za mapenzi. Hivyo Hamza aliona pengine ni kweli kwa sababu Gendu alionekana kutokuwa na nia mbaya kwake. Kwa hali hiyo Hamza angefurahi kupendwa na mwanamke mrembo na mbichi kama huyo. Lakini kwake penzi hilo lilikuwa na ugumu. Hamza akasema, vyovyote vile bwana, mimi nifanye mapenzi naye kwa hisia nilizokuwa nazo juu ya mke wangu. Siwezi kuweka kila kitu changu rehani kwa sababu ya msichana kujitokeza tu na kusema ananipenda. Kiufupi mliniwekea mtego na nikaingia, kwa hiyo hakuna nilichofanya kwa hiari. Mara baada ya Genduleza kusikia hivyo, aibu yake ilipotea. Akasema kwamba inaonekana Mr. Hamza umekaza moyo wako na kukataa kushirikiana na watu wa The Blade, si ndio? Hamza akasema, mimi naheshimu imani zenu, lakini sikubaliani na matendo yenu. Sikubaliani kabisa. Bibi akasema, basi nasikitisha kama ni hivyo nasikitisha. Mr. Hamza, unaweza kwenda na kuchukua dawa. Mimi nilishamwagiza mlinzi mkuu wa kulia kukuandalia. Aliongea bibi katika hali ni kama ya kukata tamaa hivi, yani ya unyonge hivi. Sasa Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijiambia kuwa swala la dawa ndio la muhimu zaidi, lakini bado hana uhakika kama ni yenyewe. Hata hivyo mara baada ya kufikiria aliona kwanza haina haja kwa watu hao kujifanya wajanja, kwani isingekuwa na faida kwao. Hamza alisimama kisha alimwangalia Genduleza na pasipo kuongea neno aligeuka. Ile Hamza anaanza kupiga hatua tu, ghafla alihisi mwamko wa hisia mbaya kutoka nyuma yake. Pale alijua hakika kuna mtego. Hamza haraka sana aligeuka na aliweza kumuona yule bibi akimrushia kitu kama wavu nyeusi hivi kutoka kwenye mkono wa nguo yake akijaribu kumfunga Hamza. Sasa macho ya Hamza pale yaliingiwa na ukauzu huku akijiambia inaonekana asipowatia fundisho hao watu hawezi kushika adabu. Sasa hakuwa na haraka kabisa Hamza. Aliinua tu mkono akatoa pigo la makusudi na kwenda kusambaratisha waya ule. Lakini ni muda ule Hamza aligundua ardhi aliyokuwa amekanyaga ilianza kuporomoka. Basi Hamza akajikuta ametamka neno la kwamba mechanics. Ile Hamza anatamka tu, mlipuko ulitokea. Ulikuwa ni mfuatano wa sauti nzito za vishindo vya mawe kusuguana. Ardhi aliyokuwa amekanyaga Hamza ilionekana kutengeneza shimo kubwa lisilo na mwisho. Kwa spidi ya kushtuka aliyokuwa nayo Hamza, kawaida angeweza kuruka, lakini sasa yule bibi alionekana kama ametarajia, kwani mara baada ya kurusha waya ule wa net
alisharuka hewani na kisha kumrushia Hamza kiganja cha mkono. Nishati yake ilionekana kuwa ya ubaridi mno, lakini sasa haikuwa nishati kama ile ambayo Regina anatoa. Ilikuwa ni nishati ya kuchafua mapigo ya moyo, yani ni kama nguvu ya ushirikina hivi. Hivyo ile Hamza anataka kuruka tu, alikumbana na nguvu hiyo. Hamza alijikuta akitumia nguvu ya kusudi kutaka kukabiliana na nguvu hiyo. Hata hivyo alishindwa kabisa kukopa nguvu ya mtego huo kujiokoa. Akajikuta tu ametukana pumbavu. Hamza alijikuta akilaani, lakini alishindwa kabisa kujizuia kutokudondoka chini ya mtego huo wa shimo. Kama ingekuwa upana wa shimo hilo ungekuwa mdogo, pengine Hamza angeweza kukopa nguvu kwa kukanyaga kuta zake, lakini upana wake ulikuwa ni mkubwa na ilikuwa ni ngumu kukanyaga popote ili kupata nguvu ya kurudi juu. Sasa muda huo Genduleza alijikuta akiliita jina la Hamza kwa nguvu mara baada ya kumuona Hamza akitumbukia shimoni. Alikuwa katika hali ambayo kama vile hakutegemea kama master wake alikuwa na mpango wa namna hiyo. Mrembo huyo alipotaka kujirusha kuingia kwenye shimo, mara yale mawe juu yake yalijisogeza na kufunga, yakatengeneza mchoro ule wa nyoka. Sasa ni pale pale yule bibi, yani ni kama aliruka tena kwenye sakafu huku akiema na kuishia kushika kifua chake. Akasema, ingekuwa kidogo tu. Huyo Hamza hakika ana nguvu. Sasa Genduleza akaita master. Ni muda huo Genduleza alijikuta akimkimbilia master wake na kumshikilia baada ya kuona anataka kudondoka. Genduleza akauliza, "Umeumia?" Master akasema, "Nguvu yake ya kusudi ni kubwa mno. Ilikuwa bahati tu hajatumia nguvu zake zote. Niko sawa lakini Genduleza alijikuta macho yake yakiwa mekundu. Akasema kwamba, "Uru, kwa nini umemrushia Hamza kwenye shimo la nyoka? Ndani huko sina maanisha." Alishindwa hata kumalizia kauli. Bibi akasema kwamba ndio, kwa sababu hakujawahi kuwa na mtu hai ambaye alifaa kurushiwa ndani. Vinginevyo unadhani mimi ningemuaje? Kwa mwili huu mimi nguvu ningetoa wapi kupambana na Hamza? Basi mara baada ya kumwangalia master wake kwa muda kidogo, Genduleza akasema kwamba, "Uru, lakini hata kama tusipomuua, kuna njia nyingine za kufanya imani yetu kukua na kushamiri. Mimi naweza pia kumfanya nipende. Kwa nini usinipe muda tu kujaribu kuwa naye karibu kwa miaka kadhaa?" Bibi akasema, "Wewe mwacha kuwa mjinga. Ushaona tabia yake ilivyo sasa hivi. Ni vigumu mno kwake kuwa na uadui na serikali kwa ajili yetu." Basi Gendo alishia kung'ata lipsi zake tu huku akionyesha muonekano wa majonzi. Bibi akasema kwamba, "Mtoto, usije kusema tayari umeshampenda katika usiku mmoja tu. Kwa mwanaume umeshasahau nini maana ya usinga. Ni kwa kumuua mwanaume pekee uliyempatia usinga wako ndipo utaweza kujitenga naye na kutimiza vigezo vya kuwa mwanamwali kamili. Wewe ndiye kesho ya imani yetu, mrithi wa nguvu ya kike. Kwa nini unataka kutelekeza tamaduni za dhehebu letu?" Gendo akasema, "Sio hivyo, nilikuwa najaribu tu." Bibi akasema, "Najua ni ngumu kwako kukubali, lakini vile vile nadhani unaelewa maumivu ya juhudi zangu kwa jamii yetu." Aliongea Uru huku sasa akikohoa mfululizo. Sura yake ilizidi kukosa nuru. Gendo akasema kwamba, "Uru, una tatizo gani lakini? Nimekuwa nikikuangalia hivi karibuni unaonekana ni kama unakohoa sana." Ile bibi akasema, "Genduleza, mimi mwalimu wako sina muda wa kutosha uliobaki." Gendo kusikia hivyo uso wake ni kama ulifubaa. Ilionekana ni ngumu kwa msichana huyo kukubali ukweli. Kama ni Hamza asingeshangazwa na kauli hiyo, kwa sababu kwa kumwangalia tu huyo mwanamke alionekana kujaribu kutumia nguvu za ziada kubakisha uhai wake. Na bibi akasema, "Usipaniki. Ni kawaida kwa wazee kufa wakati wa kufikia uzeeni. Kwenye maisha haya nimewasikitisha sana watangulizi wangu. Nimeruhusu hawa wasaliti kuingia mlimani na kuharibu misingi ya mila zetu. Nimefanya maamuzi ya kutafuta nguvu nje ya milima kwa ajili ya kulinda mila zetu, lakini sikutarajia uhai wangu utaisha haraka." Basi muda huo ndipo Gendo alijua kwa nini dhehebu lao lilikuwa likiwapokea wanawake, kuwafanyia ibada na kisha kuwatuma huko ulimwenguni, yani kwenye ulimwengu wa nje, kujaribu kukusanya nguvu kwa kuwashikilia wanaume. Kumbe alijua kabisa yeye kama yeye hakuwa na nguvu za kutosha za kuendelea kulinda mila. Sasa pale pale Uru alimshika mkono Gendo. Macho yake yalikuwa yamejaa ukungu, lakini sauti yake ilikuwa ni ya moto. Yule bibi akasema kwamba, "Genduleza, nimetumia muda mwingi sana kukuivisha na mpaka sasa wewe ndiye chaguo sahihi la kurithi dhehebu letu. Sio kwa sababu tu umezaliwa kuwa mwanamke mrembo na mwenye nishati kubwa ya kike,
bali mizimu ilishakukubali kuendeleza nilipoishia. Isitoshe, kwa uzoefu uliopata ukiwa mdogo, umekufanya kuona udanganyifu ulimwengu huu na kukuruhusu kuwa mpole katikati ya wenye nguvu, na kufanya wengi wasichoweza kufanya ila wao kiweze kukifanya. Hivyo mimi mwalimu wako naweza kusema kwamba naweka matumaini yangu kwako, nikiamini ya kwamba hautoniangusha. Basi Gendo akasema ya kwamba Uru, nina miaka 18 pekee. Kuna vitu vingi sijajifunza kutoka kwako. Tafadhali usiniache. Baada ya kufa kwa babu yangu ni wewe pekee familia iliyobakia. Bibi akasema umwasi Uru. Umwasi Uru wa dhehebu letu hahitaji ndugu. Anachohitaji ni wafuasi pekee. Wakati wangu niliorithi nafasi nilikuwa na umri wa miaka 21 pekee. Hivyo umri wako bado ni mkubwa. Mara baada ya kuongea hivyo, alirudi na kukaa kwenye kiti. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba kesho ni sherehe ya kurudisha kwa uhunzi Luba. Hivyo tunapanda wote kiangoni. Baada ya kafara, Mungu mlezi wetu atatuma roho wake wa nyoka kuitoa maiti ya Lucifer kwenye tundu la pango. Halafu baada ya hapo nitakurithisha rasmi nguvu yote ya ubikra na kisha utameza usinga wako. Tukio hili litashuhudiwa na wanachama wetu wote 478 katika kupokea uongozi wa dhehebu letu la umri wa miaka 170. Basi muda huo mwili wa Genduleza wote ulitetemeka. Akasema kwamba Uru, kuhusu hili sio kama umeharakisha, hujaniambia mimi nikajiandaa. Gendu alikuwa akidhania sherehe hizo ni za kawaida tu, na ndivyo alivyomwambia Hamza. Kumbe walikuwa wakienda kufanya tambiko la kafara. Bibi akasema ya kwamba sanaa ya uke ni mbinu muhimu sana na hatari. Kadri watu wachache wanavyojua hili, ndivyo salama utakavyokuwa. Aliongea sasa akimwangalia binti huyo kwa macho ya kinifu. Yule bibi akasema ya kwamba mwanzoni nilikuwa bado nikifikiria ni vipi nitakutafutia mwanaume sahihi wa kupanda usinga. Isitoshe, kadri mwanaume anapokuwa na nguvu, ndivyo njia pekee ya wewe kuhimili nguvu nitakazokupatia. Lakini nani angedhania ungetumia fursa nzuri na kumkamata mfalme wa kuzimu aliyebisha hodi mlangoni kwako? Hii ni ishara mizimu yetu ipo pamoja na sisi. Kama nisipotumia fursa hii kukupatia urithi wa nguvu ya ukike, ni lini nitafanya hivyo? Basi mara baada ya Genduleza kusikia hivyo, alizidi kujawa na huzuni kiasi cha machozi kumtoka. Alikuwa na huzuni juu ya Hamza, lakini muhimu zaidi alipatwa na ukinzani wa kuagana na master wake. Kwa sababu kitendo cha mzee huyo kumrithisha nguvu zake, maana yake ni kwamba na yeye pia anakufa hapo hapo. Hivyo kama angejua hilo ndilo linakwenda kutokea, asingekubali mapema. Ni muda huo Genduleza alishia kupiga magoti chini. Kisha akasujudu mara 3 na kusema kwamba na mivena lava siwa yerunari taniera kwa Uru mwasi, akimaanisha kwamba mimi mfuasi wako na mwanafunzi wako natii kwako Uru mwasi. Sasa Uru alionyesha hali ya kuridhika machoni, na kisha pale alinyoosha mkono wake huku akiongea akasema kwamba inatosha sasa mjukuu, unaweza kuondoka. Wakati wangu hata mimi nilimuua mwanaume niliyempenda baada ya kupanda usinga wa agano. Mimi Uru najua ni wakati mgumu kupona kwa haraka. Nenda ukapumzike, nasubiri kesho kwa ajili ya makabidhiano. Basi mara baada ya Gendu kusimama, aliongea kwa kujiamini akasema kwamba kwenye macho yangu ni wewe unayepata wakati mgumu kuniacha. Bibi alicheka akasema kwamba nadhani sijakulea bure. Unaweza kutoka na kuwataarifu Ada na Zoro kuingia. Basi Genduleza alishia kumwangalia master wake kwa muda, kisha alitingisha kichwa kukubali. Kwa kuchezesha mkono tu, hatimaye mlango wa pango la nafsi ya nyoka ulifunguka. Na hapo Genduleza alitoka nje na kuwasogelea wanaume wawili waliokuwa na miili ya kibaunsa, waliovaa rubega, huku maeneo yao ya chini yakiwa yametuna kuonyesha walikuwa wanaume haswa. Tofauti na wanachama wengine wa Bikira Takatifu, hao mabwana walikuwa na kazi moja tu, kumpiga miti umwasi Uru mpaka aridhike. Kulikuwa na sherehe maalum ya kuchagua mabwana hao kila mwaka, na ilikuwa ni heshima kwao kumpiga bakora za kimkakati umwasi Uru, licha ya kwamba alikuwa ni bibi ni mzee. Hiyo ndio namna wanawake hao wanavuna nishati. Basi Gendo akasema kwamba Ada, Zoro, Uru wanawahitaji ndani. Basi Ada na Zoro waliishia kutingisha vichwa kwa heshima,
kisha wakampita. Lakini kabla hawajaenda mbali, Genduleza akasema kwamba nyie hakikisheni mnafanya kazi yenu kwa bidii kumridhisha Uru, vinginevyo nitakata vichwa vyenu. Basi mara baada ya kusikia maelezo hayo, wawili hao walishia kukakamaa miili kwa hofu. Kisha wakaongea kwa sauti ya kikakamavu wakasema kwamba tutatii maagizo yako mtukufu mwanamwali, tutafanya kila liwezekanalo kutumia nguvu zetu zote kumridhisha Uru mwasi. Basi bwana, mara baada ya wawili hao kuingia, kawaida mlango wa pango la nyoka wakishaingia tu unafungwa na hakuna anayeweza kuona kinachoendelea. Ni muda huo huo sauti yenye mikwaruzo ilisikika kutoka nyuma ya Genduleza. Sauti hiyo ilisema kwamba hongera kwako umwasi Uru, inaonekana safari yako ya kutuongoza imekaribia. Msikilizaji, mara baada ya Genduleza kusikia sauti hiyo, uso wake ulibadilika na kuonekana wa ukauzu huku akigeuka. Sijui nacheka nini msikilizaji. Hamza kashawekwa kikangoni, kesho inasubiria tu, yani maiti yake ndio inayosubiriwa ili taratibu za kimila ziweze kuendelea, pamoja na watu wengine kuweza kuapishwa, pamoja na viongozi wengine kuweza kuiaga dunia. Sasa maiti ya Lucifer ndiyo inasubiriwa huko kwenye shimo la joka. Je, Hamza atatoka marehemu ama ni kipi ambacho kitatokea siku ya kesho? Kesho ambayo ndio shughuli yenyewe ya kuweza kuapishana na kukabidhiana vyeo. Hatujui hali itakavyokuwa. Sikutegemea kama Hamza angeweza kufanywa jambo hili na huyu bibi, lakini hatujui huyu bibi atakufaje ama ataponaje kwa hicho ambacho anajiandalia kwa siku ya kesho kwa makabidhiano ya uongozi, kwa sababu yeye tayari ameshazeeka na anakwenda kudedi. Sasa je, Genduleza siku ya kesho atafanikiwa kurithishwa uongozi? Na je, kesho maiti ya Lucifer itatoka ama itakuwaje? Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukutane siku ya kesho kufahamu mengi zaidi. Na nikwambie tu tunavyozidi kwenda mbele, hii simulizi ya Hamza inazidi kuvutia zaidi. God be with you till meet again. Bye bye.